TV47 Digital at Paul Kirobi, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Kwa hivyo usiende mbali, tayari wageni wameshafika hapa studioni. Nitakuwa naye Wanjiku Thiga ambaye ni kiongozi wa vijana nchini katika chama cha DCP, na nitakuwa naye Ken Babu ambaye ni kiongozi wa vijana nchini United Opposition, Jennifer Waridi wa miradi ambaye ni rais Kenya Youth Organization, na Agogo Mkare ambaye ni mwanachama vuguvugu la vijana katika chama cha ODM, na upande mwingine nitakuwa naye Kipkorir Brian na ambaye ni National Youth Congress, mwenyekiti wa National Youth Congress katika chama cha UDA. Kwa hivyo mtazamaji, wapo ungependa kuchangia mjadala, pia unakaribishwa kwenye mjadala huu komavu hapa katika studio za TV47, na nitakuwa napokea simu ambayo itakuwa inaingia wakati wote na kuwahusisha viongozi ambao ni vijana ambao ni viongozi katika vyama mbalimbali na katika mashirika tofauti tofauti. Ikumbuke kwamba hivi karibuni kumekuwepo na mvutano na ambao unazidi kushuhudiwa hasa pale katika mrengo wa upinzani, na hili lilidhihirika hivi majuzi wakati ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alikuwa anazungumza katika mojawapo katika kanisa moja eneo la Kasarani hapa jijini Nairobi kuhusiana na hatua ya kusimamisha viongozi katika nyadhifa mbalimbali vya kisiasa, na kuna mvutano huu ambao umezidi kushuhudiwa na pia ubabe wa kisiasa ambao unaonekana kushuhudiwa katika chama cha DCP na chama cha Wiper. Na ningependa kuanza naye Wanjiku Thiga ambaye ni mwanachama wa chama cha DCP. Naam, karibu sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Naam, Wanjiku, ningependa kuuliza hili swali. Mvutano huu na ubabe wa kisiasa umeonekana kushuhudiwa katika chama cha DCP na chama cha Wiper, na Rigathi Gachagua ameonekana kujaribu kuunganisha viongozi wote katika mrengo wa upinzani. Na ikumbuka kwamba chama cha Wiper kimedumu kwa muda mrefu ikilinganishwa na chama cha DCP. Chama cha DCP itafanya namna gani ili kupata nguvu zaidi na usemi katika muungano wa upinzani? Nimeanza na wewe kwa sababu Rigathi Gachagua alipongeza sana viongozi kiwemo Cleophas Malala, wewe ukiwemo, kutokana na chaguzi ndogo ambazo zilifanyika hivi majuzi, kwa kazi mzuri ambayo mlifanya kwa sababu DCP ilishinda viti mbalimbali. Ndio. Naam. Asante sana Paul. Nianze kusema na kupongeza chama chetu cha DCP kwa vile ambavyo tulipofanya kwa uchaguzi huu mdogo. Na sana sana pia nimpongeza kinara wetu kwa sababu alipatia vijana ile frontline. Kama mimi kama National Youth Leader nilipewa Kariobangi North, nishughulikie and I lead the team ndio tuweze kupata ushindi, na tuliuleta nyumbani. Niliongoza na vijana kule chini mashinani tukiwa na coordinator wetu wa Nairobi na wa chama. Na kama DCP tulifanya vyema kabisa, kwa sababu tuseme kwanza, watu wamesema chama chetu ni cha mlima peke yake, lakini vitu ambavyo tulivyopata ni nje ya mlima. Kwa hivyo tuseme pia kushinda Nairobi ilikuwa a very big moment kwa DCP, kwa sababu sasa tumekita mizizi yetu katika jiji letu kuu. Na hakuna upinzani yoyote inayoendelea katika DCP na Wiper. It is the mandate ya political party leader wetu kuuza chama chake. Lazima aseme nitafield candidates kila kiti hapa Nairobi. Na kusema atafield candidates si kutoka kwa tribe moja, ni kutoka mbalimbali. Mtu yeyote anataka kuwania kiti ako karibu sana kuonyesha kwamba angetaka kubobea kiti hicho, na tutafanya nominations ambazo zitakuwa very credible. Kwa hivyo hata Wiper wenyewe wanauza chama chao. Waseme hata sisi tunasimamisha viongozi wetu katika constituencies zote katika nchi hii. Kwa hivyo hakuna uvutano, ni vile tu pia kinara wetu anauza chama chake vile vile ambavyo Kalonzo Musyoka pia anauza chama chake. Kwa hivyo tu niseme na nirudie, hakuna mzozano yoyote katika Wiper na DCP. Kiongozi wetu Rigathi Gachagua anafanya kazi kubwa sana kuleta viongozi wote wa upinzani kwa meza moja ili tuweze kunegotiate, na 2027 ule flag bearer tutapatia, huyo ndo tutasimama nyuma yake. Ndio.
Kauli komavu sana hiyo. Ken Babu, manake wewe ni kiongozi wa vijana United Opposition. Sijui kauli yako iko wapi kuhusiana na United Opposition na jitihada za kuleta viongozi wote pamoja? Asante sana. Kwanza nishukuru kwa muda huu ambapo tumekutana hapa tena kuzungumza na wananchi vile vile vijana. Nataka niseme kwamba hii maneno ambayo inatembea hapa mtandaoni kwamba kuna vita pale United Opposition, na nilisema hata hapo awali kwamba hizi ni zile vitu tunaita propaganda ambazo zinasukumwa na ile pande ya broad-base kujaribu kueneza mgawanyiko katika United Opposition. Nataka nikwambie United Opposition pale viongozi wameshikana, line they are joined at the hip, na hakuna siku ambayo utaona kama viongozi fulani ama kiongozi fulani na kiongozi fulani wanakorofishana. Rigathi Gachagua aliposema kwamba ataweka waniaji atafield candidates katika Nairobi County. Na aliclarify juzi akisema kwamba mimi nilisema kwamba chama cha DCP will field candidates in Nairobi County. Na hiyo mambo ya tribal sijui wa Kikuyu hiyo ilikuwa propaganda ya broad base. Na mimi nilishawaambia kwamba waachane hiyo maneno. Hii nchi ni kubwa kushinda tribal moja. So hawezi sema ati Rigathi Gachagua akiongea mambo ya chama yake anaongea mambo ya Wakikuyu. Kuna watu wako kwa ile chama cha DCP ambao sio Wakikuyu. Kuna watu pale wanatoka Kisumu, wanatoka Busia, wanatoka wapi nchi mzima, wanatoka Narok. Sio Wakikuyu wale. Nataka niseme Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Martha Karua na wale viongozi wote ambao wako kwa United Opposition wanaongea lugha moja. Na ile lugha ni kwamba we need to change the leadership of this country. Na hatuwezi fanya hiyo kama bado watu ya broad base wako kwa serikali. Hatuwezi fanya hiyo kama Mr. Ruto is still the president. Na hiyo ndio maana tunasema tukikaa chini tukiongea tunaungana tunakubali kitu moja kwa kauli moja kwamba lazima tuhakikishe tumedeliver one term for the Kenyans so that we can put in an alternative government. Na hii mambo ya division, acha nikwambie my brother. Kila siku anytime opposition leaders wamekutana lazima uone inaitwaje zile magazeti kama ile Taifa Leo wanasema ati rift in the opposition. Hata jana walifanya machapisho wakisema rift in the opposition about Nairobi na other parts of the country. But nataka nikwambie kwamba what we see in the public is just but the tip of the iceberg. The leaders in the opposition are committed to work jointly because we know the kind of person we are going to face and we know the kind of damage it can cause to the country. And we understand that the only way out for him is to have a joint force to take him home. About the presidency and the candidate, it's a decision that will be made by the leaders of the opposition with consultation. Nataka ikuwe on record. Itakuwa made with the leaders of the opposition with consultation with Kenyans. Kenyans must be involved. And that's why whenever Rigathi Gachagua talks, he talks about listening to what the people are saying. Because that is where the mandate is. Na mbona unahisi Gachagua alisema matamshi hayo? Ni kwa vile DCP ilishinda baadhi ya viti katika chaguzi ndogo ama nini ambaye ilichangia? Unajua DCP iko na miezi 7 tangu iundwe na ianze kupiga shughuli. Mtoto mdogo miezi 7 akiweza peana ile performance lazima mseme kongole. Na Rigathi Gachagua kama baba wa DCP kwa ile nyumba ya DCP, he has the responsibility to encourage his children, his kids and his team to give them thanks and give them a thumb. Waambie bwana nyinyi mmefanya shughuli fiti na muendelee hivyo hivyo. Na in the process ya ku-encourage lazima waambie kwamba sasa mimi pia kama kiongozi wenu nitawapigania kwa ile meza muweze kupata the bigger cake. It does not mean kwamba zile parties zingine hazitapata kitu. Ile kitu nataka tukubaliane hapa na Wakenya waelewe kwamba Nairobi is a hotly contested region in the entire country. Na Kalonzo pia alisema kwamba Nairobi is hotly contested. And for us wacha tuniweke wazi ndio sisi kama opposition tuweze kupata maximum seats in Nairobi County. We must field the party with the capacity to bring those maximum seats. And that's an agreement that will be made between Kalonzo, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa and all other party leaders who are in the opposition. They will sit down and agree that having done scientific polls na tumefanya uchunguzi, opinion polls, hii party tukipea ticket na tupee viti mingi inaweza tupatia 90%. Watakubaliana na watafield hivyo hivyo.
Asante sana. Kipkorir Brian, sijui kama una kauli tofauti kuhusiana na kile Babu ametaja hapa. Nitasema hivi. Serikali yangu ambaye iliundwa na chama changu ambaye ni UDA ina sera na mbinu ambazo imeweka mbele kwa njia ya ku make sure that ifikapo 2027 tutaendeleza serikali endelevu. Kwa wengi wangeita two term, lakini for us we call it the way that we want to transform this country, because I believe na naamini kwamba any party to thrive beyond any political moments inafaa kuwa na zile itikadi ama ile njia ambazo inasuluhisha mahitaji ya wananchi. Na hivyo basi langu tu ni kupigia upato jinsi wanasiasa ambao wanajaribu kuungana katika ile opposition, ile upinzani, kuelewa kwamba the only way and any way to build any government ni kwamba tukue driven by ideologies that inaweza saidia hii nchi kwenda mbele na kusuluhisha masuala ambayo yanafaa kusuluhishwa na kusaidia wananchi wetu. So sio siasa tu ya kuzungumza, bali siasa ya kutenda, na siasa ambayo zitasaidia hata ile mchochole ambayo iko pale chini. Na hivyo basi kama unavyoona tuko kwa ile inaitwa bottom up transformation agenda, na hiyo ndio baadhi ya itikadi ambazo tumeweka mbele ili tuweze kusuluhisha masuala ya ulipaji wa deni, kujenga barabara, kufanya wanafunzi wasome, na tufanye ile masuala ya kwenda hospitalini, kurahisisha kila mtu kupata ile universal health coverage that wale ambao wajiwezi pia wanapata uwezo wa kutibiwa. So siasa pia ni wakati ambao unafaa kama vijana tubadilishe njia ambayo tuna conduct our politics. Siasa zetu ziendeshwe na itikadi za kuinua uchumi wa nchi, na hivyo basi tutasuluhisha masuala ya kupatiana kazi kwa vijana, tuwezeshe wale maskini kuenuka, na pia tufanye nchi kuwa the first world country. Na I do believe whatever that our president says is possible to achieve. Yeah. Kuna madai ambayo Gachagua anasema kwamba serikali tawala ndio inajaribu kuleta mgawanyiko miongoni mwa viongozi wa upinzani. Wewe kama mwanachama wa UDA, kauli yako ni gani? Sisi kama serikali kwanza tunapenda watu kuungana, na basi unasikia tuko na ile kitu inaitwa broad based government, BBG, na hiyo ni njia taswira ambayo inapatia kila mwananchi kuonesha kwamba sisi ni watu ambao tunapenda watu waungane. So hatujui itakuwaje, tunataka opposition igawanyike ilhali si wenyewe we are working very hard kuangalia the country is unified. So si tunasema zile ni cheche tu, na mwisho wa siku itakapofikia 2027 Kinyangarinyo itakuwa pale, na mliona pale wa Muthende kulienda pale mbele no, na tunazidi kuambia kwamba tumejipanga na hatuwezi focus na hao watu. ya focusing at the moment ni kupeleka nchi mbele, kujenga barabara, kuletea wananchi masuala zao, na pia kufanya hii nchi kwenda mbele. So those are things that we are focusing on. Asante sana. Jennifer, sijui kama una kauli tofauti na kwa kauli tofauti ambazo zimetolewa hapa. Asante sana kwa hii nafasi. Kwanza nichukue muda kuwasalimia Wakenya wote, especially vijana wangu ambao na walid katika chama cha Kenya Youth Organization, na pia nichukue fursa kuwasalimia watu wangu wa kule kisiwani na pia bara la Lamu. Hawajambo, natumai wako salama. Kutokana na semi za wenzangu hapa, kwanza kabisa niseme ya kwamba vyama vya kisiasa ambao kwamba tunaona tayari washaanza kila timu inapigana kwake. Tunaona DCP vile, especially kulingana na hizi uchaguzi uliokuwa the by election that tumekuwa nao juzi, tumeona jinsi kila mtu alivyoonyesha ubabe wake. Na nitaongea kwa niaba ya vijana ambao kwamba ni wengi ama wako na idadi kubwa nchini, na niseme kwamba huu ubabe wote vijana wanaangalia, na siku zote vijana hutengwa sana katika swala nzima la vyama, na tunaangalia by election tumeiona vile ilivyokuwa, na 2027 haiko mbali na tutakuwa macho sana.
Na wakati tunasema kwa juzi tu tumeona Bwana Rigathi Gachagua alitoa sehemu ambapo kwamba baadaye kiongozi wa Wiper akaikanusha. Kwa hivyo tukisema kwamba katika United Opposition hakuna maneno, iko maneno na tunayaona na tunayasikiza. Na wamesema kwamba ni cheche, lakini kama vijana wa nchi hii tunaiangalia, na mimi kama kijana ambao kwamba nitawania kiti sehemu ya Lamu katika kiti cha ubunge cha wanawake, tuko makini sana. Na ni changamoto kubwa kwa maana katika 2022 niliwania kiti cha MCA seat ambao kwamba nilikuwa na chama na tofauti ambao kwamba na chenye nimejiunga kwa sasa hivi, na ni kwa sababu the party politics is everywhere and it's a bit dirty, na for the young people we are wide open, our eyes are wide open, na tunatarajia kwamba with the by-election and what's coming ahead na mwamko mpya ambao umeonekana kwa vijana tangia last year June, kutakuwa na utofauti. Unahisi kwamba by-election imekuwa ni kama litmus test na huenda ikafanya maamuzi makubwa mwaka 2027? Ndio, it was. The by-election was an eye-opener to every Kenyan in the country. And imeleta taswira tofauti sana. Kwa maana tunajua kwamba hapo awali kulikuwa na bado na hata sasa hivi nyimbo ni mbili, ya 2 term na 1 term. Lakini with the by-election kumekuwa na shift, a little bit shift. Ndio. Asante sana. Agogo. Yes. Kauli yako ni gani kuhusiana na kile ambacho vijana wametaja hapa? Kwanza Bwana Kirobi, asante kwa hii fursa kuja leo at least kuongea na wananchi na vijana kwa jumla. So siku ya leo mimi nitaongea kama mwanachama wa chama kuu ya ODM. Yes. Pale broad base najua pia kuna zile chama ndani yake. Na sisi kama wanachama wa ODM, mara nyingi unajua mambo mingi yanasemwa na wenzetu kutoka upinzani. Umesikia vile wamesema, tuko pia na wale activists pia wamesema mambo yao. Kile tu ambacho naweza sema ni kwamba unajua mara nyingi nchi kusipokuwa na stability ama ile tunaweza sema amani, ni ngumu sana even to implement yale ambayo tunaweza sema maybe kama ni manifesto ama takani implement the policies of the government or for the party kwa chama. So unapata kuwa kama chama tulipoteza kiongozi wetu Bwana Raila. So unapata kabla kifo chake unapata kuwa kuna ile ambayo alikuwa amesema na party ilikuwa imesema juu ODM tunajua si ni chama ambacho decision si ni ya mtu mmoja na amka tu leo na anakuja na ana make, ni decision ambayo inakuwa formed based on the party structures. Na pale ODM tunaona pale structure ya juu kabisa ni the NDC, National the delegation convention, which wakishakaa chini wanaamua, wakishaamua chochote ambacho watasema ni kile ambacho viongozi wote wanakiaminia na wamesupport. So hizi mambo mengine ya media propaganda nini, hizo tu ni ya kutafuta ile tunasema kwa lugha ya kimombo ile political mileage, lakini kwa ukweli ni kuwa chama chetu kiko united and whatever these other people, maybe these other parties are saying, si kweli kabisa. Kuna masuala mawili ambayo yametajwa hapa kidogo tu Kenbabu. Kuna masuala mawili ambayo yametajwa hapa Gogo. Swala la kwanza, Waridi ametaja swala la vijana katika vyama vya kisiasa, na kuna swala lingine ambalo Kenbabu ametaja, na pia kuna swala lingine ambalo limeibuka kuhusiana na broad based government kumtafuta Kalonzo Musyoka ifikapo mwaka 2027. Wewe kama wewe katika chama cha broad based, muungano wa broad based, unahisi nini ambacho kitasababisha kutogawanyika kwa mrengo wa upinzani? Mara nyingi unajua siasa ama wanasiasa wanapenda kueneza tunasema chuki ama propaganda.
Sasa mtu tuseme kama kiongozi ile ataamka ende kwenye televisheni aseme mambo yake. Unajua pia media outlets tuseme kama ni magazeti, blogs ama kwenye blogs ukienda maybe kama ni news, utapata kile ambacho wanasema ni tofauti na kile ambacho ilisemwa. Unaona? Sasa sisi kama Broadbase kama chama, sisi unajua kama Broadbase kuna ile chama tawala ya UDA, kuna chama ya ODM. Na Kalonzo pia aliongea tu kama yeye kama kiongozi wa Wiper ambaye yuko pale United Opposition. Lakini ilikuwa tu ni fikra yake, si ati hivyo ndo alikuwa amemaanisha. So unajua baadaye vile alisema hivyo ikakuja kwenye media na media outlets ikasemekana kuwa Kalonzo anataka akuje maybe ODM join support impatie ile support 2027 ambapo hiyo haikuwa hivyo. Hii ilikuwa ni propaganda. Na kwa mawazo yako binafsi, don't you think Kalonzo is the price come 2027? Hiyo 2027 ikifika tutajua. In politics someone said, wacha nikwambie, siasa siku moja ama masaa ama tu masaa within 24 hours is a long day in politics. Sasa hizi tuko 2025 baada ya tujafika 2026. Sasa ni mapema sana kusema Kalonzo is the price. Yeah. Wacha niseme kitu. DCP naomba rate of reply. Wacha niseme kitu kwa what my sister said about alisema kwamba by election ilikuwa litmus test ya 2027. Na mimi nakubaliana naye kabisa. Lakini by election kwa litmus test ya 2027, Kenyans walioneshwa kile ambacho serikali ya Kenya Kwanza inapanga kufanya 2027. Manake walishajua kwamba popularity kwa ground haipo. Nanipata vizuri? Mimi nilikuwa pale Mbere na nilikuwa Malava pia. Nataka nikuambie kwamba hakuna mtu anasikiza shughuli ya serikali kama wajapanga laini na kupea kila mtu kitu kidogo. Na kama hiyo ndio siasa tunaenda kufanya 2027. Na vile tu nilisema hapa awali, tukiendelea na siasa ya bribery, voter suppression na ile violence, tunaweza kosa nchi in 2027. Na hatuwezi kubali hiyo mambo iendelee. Na kwa hivyo ndio hata jana tulikuwa na mikutano ya IBC pale hapa jijini Nairobi. Na mimi niliwaeleza kwamba wako na responsibility ya kubring to book wale watu ambao walienda kwa Seth Panyako wakafanya attack. Wale watu ambao walitake over Gitibiri polling station pale Mbere North. Tunataka kuona ni akina nani na walifanya hivyo vitu kwa orders za nani. Hakuna mtu mkubwa kulika mwenzake hii Kenya. Washikwe wawekwe ndani ili ikuwe funzo kwa wale watu ambao wanaweza kuwa na njama ya kufanya political electoral violence in the 2027 elections. Manake tukiendelea hivyo na tuseme kwamba kila kitu ambacho kilifanyika kwa by election ni sawa, basi tunaweza kosa nchi pale 2027 August. Now we as Kenyans and the young people who stands to suffer the major consequence of such misbehavior, we will not allow the Kenya Kwanza regime to take over IBC and independent offices to run this country down. Yeah. Kumaanisha unasema kwamba wale viongozi waliochaguliwa katika UDA hawakushinda. Walishinda wapi jamani? Mimi nakwambia nilikuwa ground, walishinda wapi? Wacha nikuulize, na nilisema ile time ile nilikuwa hapa. Hakuna mahali popote yule candidate wa UDA Mbere North wa Muthende, hakuna mahali popote aliwahi ongea tangu aanze campaign hadi siku ya elections. Mtu kama huyo anakuwa popular aje anachaguliwa na nani? Mtu azungumuzi popote. Juzi tu ndio ameingia, aliitwa hadi interview akapewa nafasi akapotea. Nijibu right of reply kwa sababu nimesikia DCP kipewa tax kadhaa hapa. Tukisema kwamba kuna vuguvugu katika upinzani, hatujazungumzia pia pale ODM ile vuguvugu inaendelea. His Excellency Rigathi Gachagua aliwajulisha wana ODM chama chao kimeuzwa. Na nimefurahi sana kuona kuna watu wamerespond kuuliza maswali kwa wenye chama katika ODM, kwa viongozi ambao wako pale ODM. Chama chetu je, kimeuzwa? Mnaenda kunegotiate pale mbele? What is our future in 2027? Na ninafurahi sana kwamba tunaanza kuzungumzia hivi. Na vile Rigathi Gachagua akawa invite waheshimiwa kama kina Sifuna na Babu Owino kwamba iwapo watatolewa mbio pale ODM. Na tumeona Babu Owino akikatazwa kuongea sehemu tofauti. Na tumpongeze Winnie Odinga kwa sababu unamwona pia naye anang'ang'ana Babu Owino atambulisho mali yuko. Kwa hivyo pale ODM kuna shida na kuna shida kubwa zaidi, na ni vizuri kuna watu wameanza kuuliza maswali. Alafu ngoja kidogo siku kukatiza ukiongea.
Niendelee tena tuzungumzie kuhusu uchaguzi wa huyu mdogo uliopita. Na UDA wamezungumza na wakarespond na wakasema vile ambavyo walishinda katika Mbeere North. Sisi sote tuliweza kushuhudia zile electoral malpractice ziliendelea pale Mbeere North. Tukaona kulikuwa na violence, kulikuwa na voter bribery kwa hali ya juu. Vile vile Kariobangi North, juu nilikuwa pale na nilisimamia uchaguzi, tuliona UDA wakipatia vijana pesa. Na ile uchaguzi ilionekana Nairobi, Kariobangi North, UDA was number 4. Hawakufikisha hata votes 1,000. Ni kukuonyesha kwamba ground haiko sawa. Kenya Kwanza government haiendelei sawa. They're not even delivering to the people. UDA wameongea hapa kusema wanafanya maneno ya development. Utadevelop aje nchi ukiua vijana? Utadevelop aje nchi kama ni vijana unaua? Na ni how they are the future of this country. Tukiangalia DCP ilituma vijana ground. Uchaguzi huu mdogo uliwezeshwa zaidi na vijana ambao walifanya voter vigilance. Ni hao walienda kusimamia kura zisiibiwe. Pale Kariobangi North walituzimia hadi stima. Lakini tulikuwa gangari, tuka protect kura zetu. Kwa hivyo tuliona a lot of malpractice na inaonyesha 2027 how it will look like. Na ni kuambia serikali, vijana hawataki upuzi. Kura zetu zilindwe. Na tutakuwa hapo sisi wenyewe kulinda kura zetu. Na si kulinda tu kura, kuna vijana wengi zaidi wamejiunga katika chama cha DCP juu wanaendea viti. Na ninawapongeza sana kwa sababu vijana hawataki kuketi tena. Wako pale uwanjani wa siasa wanapigania their rights, haki zao, na kuensure kwamba 2027 leadership will reflect its country. That the country is 75% youthful, pia the leadership must reflect 75% of young people. Niseme, tuliona kwamba Rigathi Gachagua akienda Narok, alikuwa amefungiwa. We must protect dissent in this country. That is true democracy. That's sustainable democracy. Hakuna kufungia viongozi. Rigathi Gachagua ni mtu mkubwa sana. Kufungia asiingia mahali kuongea. Na tunahutumu kabisa. Ilikuwa vibaya sana. Wakati tulienda Kariobangi North kurudisha shukrani kwa Mungu, walitutia gas ndani ya kanisa. Tukiwa ndani ya kanisa tulikuwa tunalia. Hatuwezi endelea na goon politics hii nchi. Kwa sababu hivyo ndio tunaharibu elections. Na niambie vijana wenzangu, tuache kutumiwa vibaya hivi. We can bring much more to the table than being goons. Kwa sababu kama tunataka 2027, kama tunataka maisha yetu ikue zaidi, ikue better, we must participate in a better and much more resourceful way. Ndio. Hoja komavu sana umetoa hapo. Kipkorir, ulikuwa na jambo. Wacha nisungumze kwa njia ambayo pia wanaonitazama pale nyumbani, kwa vijiji vyao, kwa majumbani mwao waweze kuelewa. Wakati tunasema kwamba kulikuwa na election malpractices, bribing, that the UDA candidates did win in a fair manner. I will echo what the chair of IBC said yesterday, that in Kenya mtu kuiba kura sio rahisi. Na hiyo ndio kitu ambayo kila mtu anafaa kuelewa, kwa sababu kila chama ilikuwa na agents. That's number 1. Number 2, kulikuwa na election observers. So when you come and tell us that we didn't win in a way that is fair, then kidogo hata yule mtoto anashangaa unazungumza nini, kwa sababu mwenye alipatiwa tiketi ama ile wakilishaji wazi imesainiwa na mwenyekiti wa ile constituency returning officer, alikabidhi ile tiketi kwa ule mtu ambaye ameshinda. So mshindi ni ule mwisho wa siku yeye anaye kuwa mbunge wa hiyo eneo. So tukisema kulikuwa na hiyo multi-practices, kidogo mimi nitasema hapana. Kwa masuala ya vurugu, vurugu ambayo tunashuhudia kila weekend, ambapo kidogo unapata huyu ambaye alikuwa naibu rais wa ile serikali yetu, lakini hakuweza kutimiza mambo ambayo yalitarajiwa kama yeye naibu rais, na tukamngoa kwa sababu ya masuala mengi. Unapata kwamba this is what we call self-inflicted violence, so that he can gain political knowledge. Tulijitia gas ndani ya kanisa? Unajua hivyo nataka kutuambia mtu ajabu sana, anaweza jiua. Nilikuwa hapo. Unajua, nilikuwa hapo OCS akiturushia tia gas. Kidogo. Nilikuwa.
kidogo acha ni reply. Unajua wakati tulikuwa tuna impeach Rigathi Gachagua, wakati ilifika time yeye kuwa cross examine pale kwa bunge. Unajua alizima yeye mwenyewe akasema ana shida ya kifua. Na unajua hiyo ilikuwa uongo. Hata Ngunjiri mwenyewe alikuja kudhibitisha. Ilikuwa uongo vipi? Ilikuwa uongo vipi? Hiyo madai. Mimi sidhani yeye ni daktari. Wewe ni daktari. Na mtu aliyekuwa hayo ni madai wewe ni daktari. Rigiji ni mtu ajabu na huyu mtu anaweza even anguka ushangae. So tunazungumza hivi, Rigiji is a drama and is headed by a drama teacher who is Malala. So is he undermining the drama teachers of this country? Is that what you're doing? Nitakuachia. Una undermine drama teachers wa nchi. No, I'm saying yeah. Anaconductiwa drama na drama teacher. So you're playing the theatrics that are supposed to be played in a theater. So that is what I'm trying to ukiangalia ventilate. Kenya Kwanza wanaingiza violence. Acha nizungumze. Si amezungumza. Maliza kisha nimpe nafasi alafu nielekee kwake Waridi. Wakati tunazungumza masuala ya vijana kuwa katika frontline in terms of playing party politics. Remember wakati tunasema vijana tunafaa kuwa very categorical when we are pointing out the issues of the youth. Kwa sababu wakati tunasema vijana watakuwa mbele, kana kwamba sisi pia ambao tuko kwa serikali, sisi sio vijana, sisi pia tuko mbele vijana ambao tuko kwa serikali. Na tutakuwa mbele na tuko wengi na tutapigania serikali yetu, mwishowe tutafanya serikali yetu ishinde na tutarudi 2027 na tunaelewa masuala ambayo serikali inafaa kufanyia vijana na tunafanya. Wakati dada yangu anasema kwamba tunaua vijana, unajua hiyo neno kuua ni kitu ifaa semwa katika ile masuala yetu ya Kiafrika. Unajua kuua mtu si kitu ya kawaida. Na tuliona kwamba wale ambao walifanya hiyo maneno walipelekwa kotini. Na tunavyo sasa ona hivi wengine wako reprimanded. Wengine walikuwa demoted in their jobs. And that is what exactly we are doing. When a police officer amekuwa reckless akafire shot to somebody who is protesting, that is not the issue of the William. It's the issue of the morality of the police. And that's why IG is there. And they have their card of leadership. And they have their way to resolve those matters. And they will be punished by the law. So sometimes we must be very clearly on the issues that are supposed to be taken, obviously, versus what we are attaching to the president. We know the president, the head of state. But even when now, me and my brother Ken Babu tumepigana coffee, huwezi sema because Korir ni mwenyekiti wa vijana wa UDA, amepiga Ken Babu. Sasa hiyo ni William, amempiga coffee. Tunafaa kuwa very open to those kind of issues. We cannot be lying to youths in how we categorize issues depending on how they're happening. Sasa hizi mwalimu leo akose kulipiwa mshahara. We have the cabinet secretary for education. But instead you point issue to the TSC, unasema William. What if the CEO of TSC ndiye amedelay? We need to be so directive in terms of how we are putting our issues out there. Tukisema issue ya IBC haijalinda kura vizuri, sio William. Point out to the chairman of IBC. Inji leo barabara isipojengwa. Do you know we have 47 county government? They are responsible also to developing roads. They are responsible to employ even the youth in their county government. But because you have this obsession with William, you want to blame even the issue of Nyeri to William. And so sometimes we have devolved government. Na sasa vijana wanafaa hawaelewi constitution. Vijana mtajinasua namna gani katika siasa za vurugu na vyama vya kisiasa ambayo inaonekana kuwakandamiza vijana? Vijana wasome. Wakuwe na hekima. Wajue kutofautisha baina ya baya na nzuri. Simple as that. Even the Bible says, seek to find out. Don't be foolish. Unajua Kirobi, nikisikiza hata tu kidogo niekelee, kuna kitu ndugu yangu anasema hapa. Na unajua we are not in the business ya kusema Ruto ni mbaya ama vipi. Serikali, ule mtu alichaguliwa aongoze nchi kutoka kule juu ni the president. Hakuna jinsi utatuambia kwamba when the health system is failing, we should look for the cabinet secretary who is an appointee of the president. We did not elect the cabinet secretary. Hatukuchagua Duale akuwe waziri wa afya. Hatukuchagua ule jamaa Ogamba akuwe waziri wa education. So when the education system is failing, we point fingers towards the person who put them into power. Mwenye aliwaeka kazini. Na nikimalizia hata tuniwekete, manake ndugu yangu amesema vitu mingi hapa sana. Mimi nataka nimwambie kwamba hao vijana ambao wanasema wanafaa wasome wajasoma wako pia kwa chama yake pale. Unanipata? So kama kuna sisi pande yetu wa opposition, and my sister will tell you,
we've taken time to go through the manifesto of better. That is whatever this government was supposed to implement, and they've not implemented anything. And that's why we can confidently say, kwamba this government is failing. Na sasa huyu jamaa akiona kwamba vijana hawajasoma, hiyo inamaanisha kwamba wale vijana ambao wako UDA hawajasoma na wanafaa wachukue nafasi wasome. Wacha nisikilize kutoka Jennifer Waridi. Hajasoma manifesto yetu. Nashukuru. Ken Babu, unakosea unaposema ya kwamba vijana hawajasoma. Vijana wamesoma. Vijana wa Kenya hii wamesoma na wako na ujuzi na wako na hekima. Huyu amesema vijana hawajasoma. Na nikamweleza kwamba wale vijana anafikiria hawajasoma, maybe wako UDA. Manake hii pande yetu sisi tumesoma. Unajua ngoja. Shida ya serikali ni moja. Kiburi. Wanasema vijana hawajasoma. Kiburi. Unajua? Tumsikilize Jennifer. Unajua mimi nimesema wasome katiba. Kipkori kidogo. Bwana kidogo. Tulia. Nitakupa nafasi. Wacha Niko 100% sure ya kwamba Ken Babu na Wanjiko walikuwa katika chama cha UDA 2020. Hapana. Haukuwa? Sikuwa. All right. Mtu mwenye kuna akili timamu anafanya nini UDA? Wacha niseme ya kwamba hapa tulivyokaa sisi ni vijana. Na najua kwamba wazee ambao wako wanatuangalia sasa hivi pale manyumbani na kwa ofisi wanatuangalia wanacheka. Kwa maana mambo ambayo tunaongelelea we are fighting, we are attacking while we are defending. We are young people. We all know that the young people of this nation are learned na wanajua kile wanafanya. Ndio maana June last year waliweza kutokea katika barabara na wakaitisha haki zao. Na mimi nilikuwa mmoja wao ya kwamba nilipoona ya kwamba imekuwa so much, ya kwamba we are rejecting the finance bill na imekuwa too much, I called for Gen Z for dialogue, you know, because at the end of the day we cannot burn our country in the name of fighting for democracy, yet we are fighting our country. Niseme ya kwamba tukiongelelea siasa za vyama na tumekubaliana ya kwamba vijana ndio wako wengi katika Kenya hii na ndio hawashirikishwi zaidi katika vyama. Tumeona juzi Kasmuel akiweza kulalamika mambo na ODM, sitaki kuingilia hayo, lakini niseme ya kwamba zipo changamoto nyingi sana ambao kwamba zina affect vijana wakati tunaongelea siasa za vyama. Moja wapo ni changamoto ya kiuchumi. Wakati vijana hawana hela ama hawako kwa mtaa na hawana pesa, hawajawezeshwa kiuchumi, unakutaga kwamba wale vijana wanaweza kutumika vibaya na siasa za handout na wanakuwa wao ndio gun. Kwa maana sijaiona gun ambao ni mzee. Gun wote wanakuwa ni vijana ambao mabarobaro. Na nisemaje? Nipongeze serikali kwanza kwa ajili ya program ambao wametoa ya Nyota program ambao it's headed by the Minister of the Youth ambao iko under PS Fikirini. Niseme ya kwamba ile program tayari tumeona Western imeweza kufanya. Coast juzi wamekuwa Lamu na mimi nimekuwa mmoja wao wa kuangalia wale vijana 700 wameweza kubenefit. Niseme ya kwamba hawa vijana 700 hiyo ni Lamu peke yake. Na Lamu hatuko wengi, tuko 153 according to the census ya 2019. Na wakiwa vijana wa 700 ni kiasi kidogo sana cha vijana, na najua kwamba katika kaunti zingine zipo, lakini nipongeze ule mradi kwanza kwa maana Nyota program itaweza kuwawezesha vijana wajiweze wa kujiajiri. Na ninatamani ya kwamba serikali iunde mbinu na pia mipango mingi iliyosema especially katika serikali ambao iko katika utawala ya UDA the broad based government iweze kuwezesha vijana kwa sana, ili kwamba wakati wa 2027 vijana wasitumike katika siasa za handout na siasa za gun. Changamoto nyingine huwa sana ni kidemografia. Unakuta katika Kisumu ya kwamba ile tunajua kwamba it's hot zone ya kwamba ODM ile ndio kusema, lakini zipo chama kingine. Tukienda Kitui unakuta ni Wiper, tukienda Lamu unakuta kwamba because of the cosmopolitan iko 50-50 mara ODM na wakati mwingine iko katika UD. Lakini niseme ya kwamba zipo changamoto, na changamoto nyingine ya kwamba vijana wanaweza kutumika sana, ukosefu tumesema kiuchumi na kijisiasa na zile siasa za kitambo. Unakuta ya kwamba wale wanasiasa wakongwe
wanatumia vijana, lakini wao at the end of the day wana benefit. Na hiyo itaweza kuendelea kama 2027 sisi kama vijana hatutasimama katika mstari wa kwanza na kudai ya kwamba vijana wahusishwe katika vyama. Na mimi niliweza kuwania kiti cha 2022 na chama cha UGM. Na wakati niko pale katika kile chama niliahidiwa vitu nyingi sana, na niliweza kuitwa katika hii chama na kujiunga nao wakati wa mwisho, wakati walikuwa wanataka nini, third gender role. What does that mean? Ya kwamba vijana wanahusishwa tu wakati the need is a bit so high. It's not a priority. It's not a priority. Na mimi ni shauri vyama ya kwamba ni lazima waweke priority kwa vijana katika nafasi nyingi sana, na tusidanganye, kwa maana mara nyingi utakuta ya kwamba nominations zinakuja wakati zinahitajika na ni lazima ukuwe na pesa ili upate nomination, lakini unakuta ya kwamba wanawake ambao ni wadogo kama mimi, young women ama vijana, tukihitajika sana, ama wakitaka ile threshold yao ifike, inakuta ya kwamba ndio tunahitajika. Kwa hivyo it's a must, na ni lazima siasa mbaya za ukiritimba katika vyama zistop, ziache kabisa, na vijana wahusishwe vile inavyofaa. Kwa siku zote tunasema ya kwamba if it's not us, it's not for us. So vijana lazima wawe katika meza ya maamuzi, ili tuhakikisha kwamba yale maamuzi ambayo yanafanywa ni maamuzi ambayo ni ya vijana, kwa maana 75% of this nation it's youth who are there. So nafasi ya vijana iwe katika vyama vya kisiasa, na tutaweza kuona haya madai ambayo yako nani aliwa mwingine maguns na nini itaweza kuisha, kwa maana vijana wakishawezeshwa na pia wametambulika, wamewekwa katika meza ya maamuzi, wataweza kujiamulia wao wenyewe mambo ambayo wanataka, ili tuhakikisha kwamba tuko na mustakabali mwema wa vyama vyetu ya kidemokrasia katika nchi yetu takatifu. Ndio. Hoja nzito sana ametoa pale. Agogo. Kirobi. Naam. Niruhusu nasema kuwa hoja mara nyingi tukujevi kwenye televisheni tunakuja kuelimisha wananchi. Na sisi kama vijana, viongozi wale vijana, kuna wale ambao milioni ambao saizi wanautazama. So tukikuja hapa mara nyingi ni vizuri at least tuongee na tukue na facts, na tusikue na ile emotion. Sasa zingine unajua dadangu ameongea na emotion nyingine hapo yenye si vizuri. Na unapata kuwa unajua anapoongea akilia kuwa apati leader wake wa DCP mara sijalifanywaje, mara anasema ODM haiko pamoja, mara anasema ati ODM imeuzwa. Unajua hizo ni mambo ambazo hata kiulizwa mwenyewe aiza akakuja akaapprove. So mambo kama hayo si vizuri mara saa zingine. ODM saa zile tukiona venye iko kama chama, juzi tumekuwa na NDC vile nilikuwa nimesema tulipoanza. Saa hizi tunapoongea juzi hata baada hata miaka moja hata miezi jaisha, more than 2-3 months tulipoteza party leader. So bado kuna ile kitu tunaita transitional, unaona? Na kitu transitional kama chama ODM is a democratic party. Demokrasia ile ambayo iko pale inaruhusu anyone from women, vijana, kila mtu, the people, people with the disability, everyone has a voice. Kila mtu akiongea anasikizwa. So tusikuje tujaribu kupiga wengine tukisema hao wamefanya hivi, hao hajafanya hivi. Na chama kama ODM ni chama ambayo imekuwa more than, it is the only party that have stayed more united than any other party. Hakuna party nyingine, and it is on record. Hizo ni facts. Sasa kuja hapa chama kama DCP wanafaa they should learn, wanafaa wajiulize na hii chama ya ODM wamefanya agenda wakafika mahali wako. Saizi ODM vile saizi tuko pale broad based. Na tujasema that tuko pale mpaka after 2027. Before 2027 tutajua takachini tuseme as a party tena tuseme hivi ndo mwelekeo, unaona? Na tuliingia pale juu ya for the interest of the country. Na hiyo ndio ilikuwa chanzo kuu cha hata kiongozi wetu ambao tulimpoteza. So Kenya, mwenzangu pia kutoka pale Kilifi, rais pale amesema vizuri sana ambao kuhusu vijana at least vijana wanafaa they should be involved. Vijana kuwa involved part of the 10 point agenda yenye iko pale broad based. Ndugu yangu yuko hapa kutoka UDA atakwambia kuwa part of those 10 point agenda number 2 is inclusivity in governance. At least vijana kila mtu akuwe pamoja. Na ndio maana tunasema hata tunaambia wenzetu kutoka
upinzani wakuje pamoja juu ya nchi, tuweze kusongesha nchi mbele na tuache siasa ya chuki, siasa ya kugawana na siasa ambayo itafanya tusonge mbele kama wananchi. Juu tukipoteza nchi, hata hiyo siasa, tukipoteza nchi hata hapa tuwezi kuja tukaketi. Sasa naambia ndugu yangu Ken anafaa juu hivyo. Juu yeye anapendea siasa hiyo ya kuchachisha hiyo sana na propaganda ambayo isaidia. Kuna kitu ambacho Jennifer ametaja pale kuhusiana na vijana kuchangia katika kuimarisha vyama vya kisiasa. Wewe kama wewe unahisi vijana wamehusisha pakubwa katika vyama hivi vya kisiasa na kuna nafasi ya wao kuibuka washindi? Vijana naweza sema kuwa after hiyo 2024 finance bill ndugu yangu Ken anaweza kuambia kuwa during 2022 elections, unajua sisi tulianzia siasa. Mimi Ken nimeanza kumjua hata before hiyo 2022 election, kama bado ni mdogo akiwa bado comrade. Anaweza kuambia kuwa before hiyo 2024 election ungeambia kijana aingie siasa, angekwambia siasa inamsaidia na nini. Lakini sasa hizi tukiangalia after 2024 finance bill, that is when now vijana wali realize kumbe siasa it affect them in one way or the other. So unaweza sema kwa percentage kidogo unaweza pata asilimia kidogo utapata kuna ile improvement, lakini nilikuwa disappointed during the by election. Juu kusema ukweli vijana hawako involved. And as a united opposition leader, ndugu yangu Ken atatueleza what could have been the reason. Juu mimi pale nikiketi tuna analyze politics na unasema kuwa unajua si vizuri vile nimesema, unaongea na facts. Vijana hawakutokea. And mimi kama kijana na ule manaharakati wa vijana also nilikuwa na wasiwasi sana kama hiyo ndo trend, tumebakisha miaka moja na tuende uchaguzi. Nini kile itafanya vijana watoke wapige kura? Juu united opposition siasa yao ukiangalia, wanaangalia vijana na wanaangalia Gen Z. Hiyo ndo siasa ya DCP party leader na hata Wiper party leader. That is their hiyo ndo strength yao. Na sisi, lakini vyama vyote vya kisiasa vinalenga kura ya vijana sasa hivi. Sasa hivi, but sasa utapata united opposition, that is their, hiyo ndio imekuwa strength yao sana. Sasa unajua venye by election ilitoka hivyo, hata unaona walienda wakanyamaza miezi ngapi. Juzi ndo DCP party leader akakuja kaanza kufoka kwenye media hapa television akiongea. Lakini after hiyo by election they were all shocked. So ni kazi ya kila mtu, all the parties, be it the party the ruling party UDA, ODM, this other party DCP, Wiper, lazima wakae chini. Na vijana wenye wako the forefront kama ndugu yangu Ken, tunafaa tukae chini tujiulize what is that one thing, ni nini ile ambayo tunaweza fanya ili vijana wajitokeze. Hata ndio wajiandikishe kuchukua kura. Juu ni kuongea tu kwenye mtandao, lakini ikifika ile wakati ya kupiga kura hatujitokezi kama vijana kwa ground. Alafu baadaye tutakuja tuseme tunaongozwa na kiongozi mbaya, unaona? Na sisi wenyewe tunasahau kuwa kiongozi ama hizo policies tunataka ile na kwa influence pale at the ballot box, lakini si kwa streets. So sasa hizi siasa ya streets hapana. Wacha nijibu Agogo. Let that be the last time you tell me that I am agreeing from a place of emotions. Even though wanapenda kuundermine women in leadership, kuattack na kuambia they are full of emotions. Agogo, don't think for a minute you'll undermine me that and you'll make me feel bad. I'm a young woman who has survived in politics, and that's how men weaken women in leadership. So for me to come here and say with my chest, so he's victimizing himself saying that you are speaking lies, but it's the truth. Chochote ambacho His Excellency Rigathi Gachagua amesema comes from a place of intelligence. Na tumeona ambacho huwa anasema kinatimiza. Kwa hivyo kuna shida pale ODM. Najua anataka kujifanya hapa hakuna shida. Naona the best thing to do is to attack me as a young woman in politics. And let even other men know. Hiyo maneno ya kuattack women mkiwasema they are full of emotions, it's backward. Young women and women are here in politics to stay. And there's a reason why the DCP party has a young woman as its national youth leader. Niseme tena Jennifer, it's very naive of you to say vijana tulikuwa tunachoma nchi when you were really pushing for our issues. Young people did their best to let the members of parliament know what they feel about the finance bill. Tulisema sisi sote kwa social media hatuitaki. They went in ahead and voted yes to it. Kusema vijana wanaenda kuchoma nchi na hao walikuwa wanaenda kuambia sisi tumekata hii kitu, mbona mnaendelea? And young people only went with a flag, with a phone and water. Walikuwa wanachoma nchi kivipi? You know, we sit here as elite young people and forget the grassroots young people. Mimi kama kiongozi,
Suicide rates for young people are very high. Every week I register up to 4 suicide cases by young people. Vijana ambao wanainama pale kwa ground, hawana pesa ya kula. Unapata kijana anakuambia niweke tu 17 bob. Na mza shilingi 17 itakusaidia vipi? Naenda kisiagi na shilingi 10, shilingi 7 naenda kutafuta sukuma nikule. That is the reality of young people. The higher education is not working, and that's something I'm telling UDA. It is truly not working. Kijana anakuambia niko na fee balance ya 90,000, nalipa vipi? Can we make this country workable for young people? Can it serve young people? Tukiangalia health, the reason why TikTok ilivuma, tuliona kwamba tulienda kusaidia kijana kupitia TikTok, alikuwa anachunga mzazi wake. Because young people have started bearing the brunt of poor healthcare in this country, that they are dropping school to go home and take care of their sick fathers. Inabidi Wakenya vijana tuungane, tushikane, tuende tukachangie pale. Na tumeona mchango nyingi sana. Every other day lazima nitumia kadi ya Harambee ya hospitali. Truly, can this country work for its Kenyans, for its citizens? Ukiangalia wale ambao wanalipwa civil servants, wakiangalia payslip yao, ile reason watu wanakasirika ni kwa sababu unaangalia payslip imekatwa pesa nyingi, lakini it's not still working for Kenya. Why are houses being sold? This is a housing project. Shamba ni ya government. Pesa ya kujenga imetolewa na wana Kenya. Mbona wanaziuza? It should be free. It is built on free land. It is built by Kenyans taxpayers. Mbona wanauza nyumba? In fact, hizo nyumba tasi wangepatia vijana waseme this is a project by the government for the young people. Wapatie. Jennifer amesema tuko na Nyota, ile program ya Nyota. Nyota, it's a project by World Bank. Hii si pesa ya serikali. Where is the government truly injecting young people? Na Papa UDA amesema kwamba president hakuwa vijana. He's on record akisema vijana washutiwe miguu. I am a testament. I've been abducted twice by this government. I've spent a whole month inside. I will tell you comfortably, it's the state. The questions they were putting me through, forcing me to write false statements. It is true. Kwa hivyo tuache kujafika hapa, tunaanza kulagai vijana wenzetu, tukiwakelelesha juu wanataka kujisimamia. They must speak, because the leadership in power right now doesn't speak for Kenyans, doesn't speak for young people. Na ndio maana DCP, vijana wengi wamekuja sana DCP kwa sababu sisi tunasikiza Wakenya. That's our job. Tunasikiza Wakenya vile wanavyosema. Kama kiongozi wa vijana, kazi yangu ni kusikiza vijana wanavyosema. Na ndio maana vijana wengi wamekuja kusimama kwa sababu 2027 they want to do their job. Na ni ukweli, ni agree venye Agogo amesema. Saa zingine tunaona vijana hawajajitokeza ambavyo tungetaka kuregister kura. Na nikumbushe IEBC, tumekuwa tukifuatilia zile ripoti wamekuwa kitupatia weekly about voter registration. Wameacha kuzieka kwenye mtandao. Niwakumbushe, rudisheni, tunataka tunafuatilia how voter registration is ongoing, and tutaingia ground, tuendelee kusukuma vijana wachukue kura kwa sababu 2027 it is a do or die for young people. We must take over this nation. Kuna swala la regional politics ambayo imekuwa ikiendelea kwa kipindi cha muda fulani, na Gachagua akasema kwamba eneo la Ukambani na Mlima Kenya suffer political division for quite a while. Na tukiangalia Kalonzo Musyoka amekuwa kimuunga Raila Odinga kwa kipindi cha miongo kama 3 hivi. Na sijui kama kuna uhakika wa eneo la Nyanza kumrudishia mkono Kalonzo ifikapo 2027. Na hili ndio swala ambalo Gachagua amekuwa akisema kwamba viongozi wa umoja upinzani wanafaa kukuja pamoja na kushirikiana. Regional politics. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na hilo? Hata niongeze kwamba ulimuona this Sunday ali-invite ODM akasema kujeni tuzungumze. Na kama tunataka kuzungumza na mimi, zungumzieni na Kalonzo, because Kalonzo for a long time amekuwa akisimama na chama cha ODM. Na ndio maana Kalonzo pia anaanza kusema ni wakati wa kurudisha mkono. 3 times he has supported their party leader in faith. Na kila wakati Raila anaenda anafanya handshake, Kalonzo anabaki nje. Regional politics kweli tuseme all politics is local. Na kwa hivyo that's why we can even speak about regional politics. Na it is a test of time right now. Will ODM support Wiper? Will they accept to come to the table wajoin upinzani kupitia Wiper, kwa sababu pia Kalonzo Musyoka amesimama na Raila kabisa. Na tuliona wakati pale Kasarani Stadium tukimwambia Raila Odinga kwa heri,
he was not given an opportunity to speak. Yet he has been the closest person to Baba Raila Odinga. Kwa hivyo, wacha tuendelee kuona kwamba will they return the hand? Because now Kalonzo Musyoka is asking for it. Ama wataenda wasimame na His Excellency President Ruto. I wanted to kindly let me answer her. You know, Wanjiku, whatever my brother said, Agogo, is that you're trying to, you're a bit emotional. It's not, it doesn't work in politics and like that. And what she said, what he had said is that, including him, amesema, he used something in English that we call metaphor and similes. And he said, ya kwamba kinara, the SG, Malala, he's a drama teacher and he's trying to show the, you know, the drama in the other side. That's what he said. And you say, ya kwamba, he's trying to undermine the drama teachers and all that. Right now I've said, ya kwamba, it reached a time that we went to the street to call for our rights and to reject the finance bill. I did not say that the young people were banning the... Ulisema, no, I say when I saw that it was had extended. Ulisema. And no. I said nilipoona ya kwamba nchi itachomeka na tuchome nchi kwa nini wakati tunasema kwamba tunapigania demokrasia. Ni nani ataongoza iwapo tunapigania demokrasia na tumeipata na vijana wamekufa miaka 10 inayokuja vijana wengi ndio watakuwa viongozi wa taifa hili. So I said it was an example. Kuna umuhimu wa vijana kujihusisha katika ndio nikasema kuna umuhimu. So please don't misquote me. I did not say that we did not ban the country. Please. Sawa, Ken Babu. You see, I've been around for some time, and it's good to say that things for a country to move forward, we must speak the truth. Na hilo kweli ambapo iko ni kwamba pale mashinani vitu hazipo jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanatarajia. Na mimi nataka niambie ndugu zangu hapo wenye hapa kupanda serikali, hata unga ya ugali ikuwe shilingi 10 na mwananchi hawezi ku raise that 10 shillings, the government is still failing. That's the situation that we are in right now. Hawezi kuja kutuambia ati unga ni 120. It's okay, inaweza kuwa 120, lakini ni 120 tu yenye William Ruto anaweza afford. Ikiwa 120 na huyu mwananchi shosho yake nyumbani hawezi raise 120. So what's the I mean how is the social benefiting from it? So when I come here and say that the government is failing on 1 2 it is my responsibility from the opposition to highlight what the government is failing on. So if they feel that the government is doing better, they need to bring us on the table and tell us that the government is doing better. That's why I said the other time, kwamba hii mambo ya 1 term na 2 term, we'll have to agree. Kwamba watu wa 2 term wanasema itakuwa 2 term because of 1 2 3. Na watu wa 1 term tunasema ni 1 term because of 1 2 3. Na mimi nilisema kwamba the president is serving a term. And for him, he will only need to bring us a report card. Hawezi kuja tena na manifesto atuambia timu kinichagua mimi nitafanya. Hapana, ako kwa ofisi, afanye saa hii. Ile kitu ambacho atakuja kusema atafanya. Alafu ikifika hapo 2027, alete report card. Na aseme kwamba tulipeana better plan in 2022. Na ndio report card. Mambo ya education tumefanya hii. Mambo ya health tumefanya hii. Mambo ya economic liberation tumefanya hivi. Na kisa sisi kwenye opposition tutaangalia na pia tupeane manifesto yetu. Tuseme kwamba mambo ya health tunataka tupeane environment where every Kenyan can get quality and timely health services. Na sisi tupeane manifesto yetu tuseme kwamba education we are looking at quality and relevant education. Sio tu watu kwenda shule na kutoka na makaratasi na uwezi pata kazi popote. Na ile mambo ya economy tuangalie kwamba sisi opposition tukipeana manifesto yetu we are looking at putting up an economic setup yenye kila mwananchi anaweza anzisha biashara na aweze kupata kitu ya kwa meza. The biggest concern of a Kenyan is how they are going to eat when the sun goes down, not who is the president. And if whoever is in power is not enabling them kupata hiyo chakula, they will not start asking questions. Mbona huyu jamani rice? And that's how the Gen Zs got to the streets, because they could not, hawangeweza kukaa shuleni, education funding ilikuwa ina fail, wakienda hospitali SHA is not working, wakiingia pale nini inaitwaje wakiingia mambo ya even IT internet taxation ilikuwa shawekwa pale. So vijana wakasema what's happening, corruption nayo inakaa pale juu peke yake. So vijana wakatokea uwanjani wakasema we have to save this country. Manake walielewa kwamba sisi tulikuwa hapo na nilikuwa na dadangu pale, tukasema kwamba hii nchi ikichomeka ama hii nchi ikiharibiwa na wazee ni sisi wenyewe tutakuja kuumia. Na wakati ambapo Rigathi Gachagua aliwauliza maswali walimtoa nje. Na nipata vizuri. So ndugu yangu akija hapa akisikia sisi tunapiga kelele,
Tunapiga kelele manake hata chakula hatuna kwa mdomo. Haya tafadhali yeye yako ndani ya serikali. Wanakula so they have to observe table manners. Anipata vizuri. Na mimi nataka niseme hivi. The youth has a responsibility kuokoa hii nchi. Na nilisema ile wakati mwingine nataka nirudie. Kwamba hii nchi vile alisema tukikubali iende chini. Sisi wenyewe ndo tutasafa. We will take ages and years to build it. Na ile kitu ambayo ile future ambayo William Ruto anaishi leo alipigania 40 years. Sasa kama ni mbaya ati anapigwa vita na wananchi ati hiyo future ni mbaya, he prepared for it. Anipata? And sisi ndio tuweze kupata future ambao tunaweza kaa chini siku fulani chini ya kivuli na tupige sherehe. We have to prepare for it today. And that's why the youth must come out and vote, register as voters and engage in political discourse seriously by joining political parties and demanding accountability from inside. Na ukiangalia mimi napenda, you know, in as much as we are on the opposite side, there's one thing ODM pia inafanya vizuri. Ile mambo yao ya young captains. Na mimi nataka niambie ndugu yangu hapa aungane na hiyo young captains. Awache cooperate from the periphery. Aungane na hiyo kitu so that he can get a platform to get to understand what is happening in ODM. The truth of the matter is that's a party that is domiciled in the region that I come from. There is faction in that party. There is division in that party. And that's not our business anyway. Kirobi. Let me land on this. What Rigathi Gachagua said, and Kalonzo reiterated, there is an opportunity for the people of Nyanza to stand up and defend the longest, a long-time friend of Raila Odinga, and that is Kalonzo Musyoka. Kalonzo stood with us even at the time that he was not given anything in the 2022 elections. He was not anywhere in the matrix, but he pledged and offered the support of the Kamba region to Raila Odinga, which we really appreciated and we really honored. And we were in that Azimio. Look at that. So when Kalonzo Musyoka stands up and says that what we are ODM and what we are Nyanza, we can have a conversation. He's just saying that date back, look into the history, look into the past, the journey we've come. We cannot betray this because of one. In fact, Raila did not even finish 1 year in the broad base. Yeah. See that? He did not finish 1 year in the broad base. So the broad base friendship has been so short, and it must not be an issue to force the entire region to support the issue of two-term. And as I finish with that, we have specific leaders from Nyanza region who are in broad-based government. We do not dispute that. It's okay. But they must understand that they are earning individual salaries. They are not earning on behalf of the entire region. So somebody cannot just say that because I'm a CS in this government, you must all vote two-term. That is not wrong. That is not right. That is wrong. And everybody must be given an opportunity to engage. On the regional politics, politics is local. And each and every party has a base. So when Rigathi Gachagua talks about DCP in the mountain, does not mean that DCP is a Mount Kenya party alone, but that is the base. That is where he draws his powers. ODM equally was a national party, but they drew their power from Luo Nyanza. From Luo Nyanza. Luo Nyanza, not even Nyanza all. Luo Nyanza, that is Homa Bay, Migori, Kisumu, and Siaya. And then now Raila can come and bulldoze in Narok, Nairobi, and all other parts of the country. UDA here was drawing its power from Rift Valley, the same to Kanu. So regional politics is something that has been there. And party politics is very critical. And each and every party must have their base before they go out to negotiate with anybody. Kamba must confirm Kamba they are supporting Wiper. Then now they come, they negotiate. You see, let me put this clear. Party politics decides, or to much extent, informs how people will engage in the elections. Na nilikwambia hapa ile time nyingine kwamba there are people who did not vote in Mbeere North because they did not see DCP in the ballot. It's not their mistake, but the party was already popular in that area. And to some extent, they would just wake up and say, we want DCP. This thing has happened in Nyanza many times. Old men and women would wake up and go to the polling station and they will say, tunataka chama ya baba. They don't even know the party name, but they tunataka chama ya baba. Chama ya baba. Ama they would say, tunataka chama ya machungu. Ama they would say, tunataka baba na watu wake. You see, that is not their problem. The only thing is the party is too popular in that area to an extent that anybody associated with that party must get in. And that's where the party comes in. And the party must therefore ensure that they provide quality, relevant, and sellable candidates that can easily get people convinced to come out and vote. Kuna swala ambalo Agogo alikuwa ametaja. Ukiongezea what he said, maybe if we can have, maybe to lay some fact, is that when we talk about party politics, zina play 40%
No, the branding and the marketing of yourself as a candidate, normally it plays 40%. And what you said about region, it really makes sense. And 30%, it's where now the party politics come in. Yeah. Now, depending on the party yenye utachagua we mwenyewe, itakuongezea ama itakuongezea. And the other 30% sasa ni wewe unashawishi wananchi wanakupigia. So when we talk about party politics and what he said, it is 100% sure that they should be the politics, the parties that tuko nazo hapa nchini ni lazima zikuwe zistawishwe na pia zikuwe na agenda ambayo kwamba inahusu mwananchi wa pale chini. Mimi mwenyewe hata nitakapowania nitaangalia ile chama kabisa ina agenda ya wananchi hadi pale chini. Na kitu kingine pia niongeze, si kama vijana hapa, as much as we want to criticize the government does this, the government not do this, we must also be people who are creating solutions. An example, pale kwetu Lamu kuna mahali ya kwamba the IBC wameketi, mahali panaitwa Mokoe. Ni pahali mbali sana ya kwamba sio kila mwananchi anaweza kufika mahali pale. Na niliweza kuandikia an open letter to the IBC that they get to the ward level na hakikisha kwamba vijana wanaweza nini, because vijana wengi wananiambia waridi tunataka kwenda lakini tutafika vipi. Na hapo ndio pia tunasema ya kwamba vijana bado hata sahi hata jana the chairman said ya kwamba bado sajili ya vijana iko chini sana. Na mimi niliweza kushughulika nikawapeleka wale IBC mpaka mashinani. I took all the logistics, nikawapeleka pale mashinani wakaregister watu 2 times. Why? Because as much as I want to say this is not working, this is working, we cannot continue being criticizing the government now and then. Let's be the people and the young people who are creating solutions. I've traversed the entire of this nation, sponsoring my own self, through the organization that I serve, Kenya Youth Organization, letting the young people know that what we need in this country is good governance and good leadership, and also emphasizing them to create and register organizations that they can be able to be partaker of whatever the cake at the national and also at the county level. Now, we must be people who are creating solutions. Let's not just be criticizing. Tukisema kwamba vijana wanakufa. Yeah, they are depressed. So what are we doing about that? Can we be the people who are talking about and also creating and opening opportunity for these young people? Because we cannot be able to continue saying that kwamba this is not working and this is not working. So what are we doing? Let's tell the young people to warauke, waende wachukue kura, wajisajili. Kwa maana when we talk about that 30%, iwapo ile chama ambayo itakuwa na sajili nyingi sana, definitely it will carry the day. So the young people, tuamke, tuchukue kura sahi ID, it's free of charge. It used to be 1,000 bob. It's free of charge. Let's go and get our ID. Let's go and register ourselves as voters so that we can be ready when the 2027 come. Let's be the people who are going to be the front line. Tusitumike vibaya. Otherwise, we might continue saying even after 2027 tuzidi kusema kwamba tuonekane. But as much as we are talking about the government not doing this and this, the government is doing its way. It's doing its work. So can we as young people also be the people as well to be at the front line, to also be the people that will create the change that we want. Hoja komavu sana umetaja hapo Jennifer, na nilikuwa niulize hilo swali Ken Babu, manake Agogo ametaja kwamba mbona vijana hawakujitokeza katika chaguzi ndogo ambazo zilifanyika, na vijana watawezaje kujikomboa ndani ya vyama vya kisiasa, vyama ambavyo vilianzishwa na wazee wa kitambo. Lakini kabla hujajibu hilo swali, wacha tusikilize kauli za wakazi wa kaunti ya Kiambu wanasema nini kuhusiana na siasa ya vyama vya kisiasa. Kama ningepewa nafasi ya kubadilisha miundo ya vyama vya kisiasa nchini, ningeangalia kuwe kama vile nchi nyingi za kule bara za Ulaya. Kunakuwa na vyama viwili ama 3 pekee vya kisiasa ambavyo wananchi wataweza kushindana kulingana na sera ya vyama. Lakini tunapoangalia katika nchi ya Kenya, tuna vyama vya kiukabila, vyama viko katika maeneo tofauti. Vyama vingine hata ukiangalia havina hata wawakilishi bunge wala wawakilishi wa wodi. Kulingana na mfumo ya vile vinavyo viongoza wenye viongozi wa vile vyama hawana
msimamo. Leo wanasema hivi, kesho wanasema vile. Kwa hivyo hawakilishi wananchi, wanawakilisha tumbo zao na wanawakilisha wao, wanajiwakilisha wenyewe. Ambao tunaelekea uchaguzi mkuu nchini, ni ya kwamba wananchi waweze kuangalia sera za wale ambao wanasimama katika viti tofauti, sera ambazo zitaweza kutusaidia na kukuza wananchi na kujaribu kumaliza umaskini kwa wananchi. Naitwa KJ Mwaniki, kiongozi wa vijana hapa Kiambu County. Vile mimi ningeweza kusema vyama vya kisiasa kwa sasa wanalilia tumbo zao. Ukipata kiongozi ambaye anatafuta kiti chake, wanalilia tumbo zao, hawashughuliki na wananchi wa kawaida. Ndio viongozi wa vyama waache kuwa na vipendeleo. Kama kutakuwa na uchaguzi wa vyama ukuwe wa fully and fair, pasikuwe na mtu yeyote atakayepatiwa tiketi kulingana na vile wanajuana na mwenye chama. Ushindani ambao uko nchini ni ushindani wa ukabila. Kwa sasa hivi. Ni Pastor Steven Mwangi kutoka Limuru, na kwangu nikiangalia sana ushindani wa nchi hii yetu, naona ya kwamba ukabila ni mwingi sana, ni mwingi sana. Kwa wanasiasa ningependa kusema ya kwamba wakati tunapofanya kazi, tujaribu sana kufanyia wananchi ambao waliotuchagua kazi. Tuache sana kuegemea kwa upande wetu tu wenyewe, kwa sababu tumeona viongozi wengi ambao tuliochagua wanatafuta tu kwa sababu ya tumbo zao tu, si kwa sababu ya wananchi ambao waliowachagua. Na wananchi wameteseka sana, especially kwa wakati huu, msimu huu. Watu wako na shida nyingi sana, na wako na wale watu ambao walichagua na hawasaidii. Naitwa Steven Mwangi Kimani, au kwa jina lingine wa Connection. Mimi ni mkazi wa Kiambu. Niseme kwamba vyama vya kisiasa wengi wao wamekuwa wakipigania maslahi yao wenyewe kuliko ya wananchi, na tunaona kwamba wakati watu wengi wamechaguliwa kulingana na vyama na wameingia katika bunge, unakuta ile mambo ambao waliambia wananchi wengi wao hawatumishi. Hata wengine wanafika mahali wanakosa kuwasiliana na wananchi, mpaka wanasema simu, wengine wanakaa mbali na wananchi. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakitetea maslahi yao wenyewe, sio wananchi. Yes. Vyama vya kisiasa viweze kuwajibika na yale mambo ambao wako nayo, kama ni mambo ya manifesto ambao wanauza kwa wananchi, wawe waangalifu sana kutimisha yale mambo ambao wameambia wananchi, kuliko kuwa wanatumia wananchi na mambo makubwa kupitia vyama, alafu baadaye wanaachilia wananchi na wanakosa kuheshimu yale mambo yao waliambia wananchi, au ile promises ambao walifanya kwa wananchi wa kawaida. Ushindani ambao uko nchini, kitu kwanza umechanganyika na mambo ya ukabila. Siasa mingi ambayo tumeona katika taifa letu la Kenya inachangiwa sana ukabila. Unaona kwamba wakati watu wanasukuma mahali wanasema kwamba fulani ni mkabila, au wanasema na watu wao, lakini sio mambo ya sera. Kwa sababu kama ni mambo ya sera, hawastahili kuwa wanaleta mambo ya ukabila. Ni vile mtu ambaye atafanyia mwananchi akichaguliwa na yale sera zake ambao atatumikia wale ambao ni wapiga kura. Lakini watu wengi unaona kwamba kwa sababu hawana agenda ya kuuza kwa mwananchi, wanatumia ukabila kuweza kupiga siasa nayo, kusema kabila hii na hii na hii sio watu wazuri, ili waweze kupewa mamlaka na wananchi. Kwa hivyo wengi ninaamini kwamba ni mambo ya kisiasa, ni mambo ya ukabila ambao unafanya kazi katika vyama vya kisiasa katika nchi la Kenya. Kuna mbinu ambao wanasiasa wengi wanatumia ya kwamba mtu akikosa sera ya kuhusia mwananchi wa kawaida, ya vile ambayo ataongoza na vile atafanyia mwananchi, wengi wanatumia ukabila kama nguzo au kama silaha ya kupigania uongozi ili waweze kufika mahali pale. Na tayari tumeona kwamba katika nchi ya Kenya uongozi ambao unaendelea wingi ni wa kikabila, sio mambo ya sera au kuunganisha wa Kenya kulingana na mujibu wa katiba vile inasema kwamba vile unatakana ufanye, au kulingana na sasa IBC vile unatakana uuse sera zako. Lakini wakati wa leo, kwa sababu wengi wao hawana sera, wanatumia ukabila kuunganisha wa Kenya. Lakini wakati huu wa Kenya ni vyema nao waelefika wajua kwamba ukabila haustahili kutumika kama silaha ya kupiga mwenzako. Ni vizuri yule ambao unataka kuchagua awe mtu wa kuwajibika
na kutekeleza yale mambo ambao wamesema au ahadi zake ambao wameahidi kwa wananchi aweze kuheshimu. Kuna mbinu ambao wanasiasa wengi wanatumia ya kwamba mtu akikosa sera ya kuhusia mwananchi wa kawaida ya vile ambayo ataongoza na vile atafanyia mwananchi, wengi wanatumia ukabila kama nguzo au kama silaha ya kupigania uongozi ili aweze kufika mahali pale. Na tayari tumeona kwamba katika nchi ya Kenya uongozi ambao unaendelea wengi ni wa kikabila, sio mambo ya sera au kuunganisha wa Kenya kulingana na mujibu wa katiba vile inasema kwamba vile unatakana ufanye au kulingana na sasa IBC vile unatakana uuse sera zako, lakini na bila shaka mtazamaji, ndio kauli za wakazi wa kaunti ya Kiambu Kondadhi wametoa kauli tofauti kuhusiana na ajenda ya vyama vya kisiasa. Ken Babu, nilikuwa na swali kwako kuhusiana na vijana kujikomboa katika vyama vya kisiasa, na inafaa kuchukua mikakati gani? What strategies needed vijana wajikomboe katika vyama hivi? Thank you so much. Kile kitu ambacho tunafaa tufanye, na nimekuwa nikisema kwamba hizi vyama vya kisiasa lazima tuingie ndani, lazima tujiunge na hizi vyama. Unajua huwezi jikomboa kwa kitu ambacho hujahusisha nazo. Kama si wewe ambacho umekianzisha na hujakianzisha, lakini lazima tuingie kwenye chama. We have to get into political parties. Political process, election ni process mrefu. Inaanza wakati ule jamaa ametangazwa kuwa mshindi hadi the next elections. Hii period yote vijana lazima tujialign, tujipange, tuhakikishe kwamba tuko kwa zile vyama vya kisiasa, na tunahakikisha kwamba sauti zetu pale ndani zinasikika. Leo hii ukiangalia vyama tofauti, hata zile ambazo ziko kwenye serikali, chama cha UDA ni chama ambacho iko na, after ODM ndio chama ambacho inapata pesa mingi zaidi kutoka political parties fund, lakini haina proper structure ambayo inahusisha vijana. ODM iko nayo, lakini UDA ndio chama ambacho iko kwa serikali. Utajibu kiongozi yako hapa, atajibu kama nadanganya, atasema na mimi nakwambia, manake mimi nazungumuza. No, you will respond. Si yako hapa. Hold yourself. You see, this is the problem. When the truth are said, they are unsettled. When the truth are said, are unsettled. UDA do not have in fact, leave alone hata structure. UDA haina youth league. Awana. They do not have a channel to 2022 and that's why skiza. This is a government we are talking about. If you want to know that UDA, which form the government, does not have that structure, why do we Listen, it's not about being disappointed or not. We are not here to argue. We are here to speak facts so that we can provide solutions. And the fact is, ODM iko, mimi nakwambia, skiza, ODM iko na youth structure. Listen, Paul, let me land. Order your friends so that I can land. I have to land. Paul, let me land. Let me land on this. Let me learn of this. Basi mimi wawili basi mnyamaze. Wacha nimpatie nafasi Let me finish then you talk. Order. We are here to provide. We are here to. You will clarify. You will clarify. 27. He will clarify. 27. Listen. Ken Babu, wacha nikuuliza 2027 vijana mtaenda kuchagua independent candidate. It's okay. Independence is an option, but how many independent candidates do we have in parliament? And how much influence do they make? At the end of the day, after being elected an independent candidate, they tend to align to specific parties. Look at that. We have women reform, Migori, who's aligning to ODM. We have some independent candidates who came in through independence who are aligning to UDA party. But let me say, Paul, when you are on a national TV like we are, you have to humble yourself, cool down so that you get information. And if you feel it's wrong, you get your time and clarify. That's why when these guys are talking, and my brother said that I was spewing something that was not true, I did not interfere and start throwing nini, because I have an opportunity to clarify whether it is true or not. So if what I'm saying is true is not true, I challenge the Secretary General of UDA to provide that structure by end of today to you, TV47. If it's there, I challenge him because I don't want to engage my brother Kipkorir. He's too emotional for this engagement. But I challenge the UDA Secretary General, who is more senior than me and leads the party, to provide that structure if it is there. What I'm saying is, I don't have any business on being a youth league of UDA or something. But what I'm saying, the youth must have a space in political parties. Yeah. And that space
It must be intentional, strategic, and meaningful engagement. Hapana tu kukua scattered kila mahali, and then the old boys, the senior citizens, senior politicians are making use of you when they want, praises, when they want branding, when they want to use you as a poster. Atunavaa shati ya chama unatembea tunayo, but at the end of the day you're getting nothing from it. Mimi, I will say it, and I've said it before. When it comes to youth engagement, it doesn't matter who is there, short or small, big or small, short or tall, soprano or no soprano. Youth must be engaged strategically, meaningfully, and in a sober way. If you don't go that direction, then we are losing a generation. You get that? We are losing a generation. President Ruto is a good example of a young person who rose through the ranks. In YK92, he was there. And Kanu had a strong youth wing. Why can't he be intentional to have a party with a strong youth wing? He knows that. He knows what can happen. So when I say these things, I'm a good student of history. And if anybody feels uncomfortable, they get time and clarify. Let me land on the issue of 2027 independent. Being an independent candidate is an option, but that is a constitution within the constitution. But let me ask, it is very difficult and more expensive to win an election as an independent candidate. It takes the special force of God, because we've seen men and women who have tried that. For Fatuma, I'm using her as an example so that we can have the context. She ran as an independent candidate twice in Migori and won once, this one that she's inside. But immediately she aligned to ODM party, because that's the party that is popular in that region. But still, when running as an independent, she was running as an independent, but still making peace with ODM faction during that elections. We saw Philip Aroko, who was a very good candidate in Kasipul. But because he was not attached to a political party, things did not go his way, the way he expected. So at the end of the day, the best way for young people, not the only way, but the best way for the youth, join these political parties, ensure that your voice is heard, contribute meaningfully, but do not allow yourself to be used as a rag for wiping the floor. Ensure that when there's an issue, you stand up and speak to it. Mimi, I'm in the opposition, and I don't fear anything. If things I've been debating here. If things are not going well in the opposition, I speak it as it is, because I know very well that I'm being led by leaders who are willing to listen to alternative voices. Get that? Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, these are leaders who are always willing to sit down and listen. What do you think, Ken Babu? Vijana mnafikiria aje? Nanipata vizuri? So these are things that we must be objective about, factual, and live with the realities of politics. If we keep living a lie, 2027, tutakuja tunapiga story hapa na tunapiga sahi. Kirobi, acha ni nipatie muda kidogo. Give my brother a time now. Give Korir time now to defend the party. Agogo azungumze alafu Give Korir time to defend the party. No, I'm here and I'm not speaking. I don't understand. nakupatia nafasi. Amekunywa maji. No, that's a reality. Kwetu hapa tulikuja kama wanachama wa party fulani. Mwenzangu Wanjiku alikuwa wa DCP. Kipkorir chama tawala. Waridi rais wa Youth na ndugu yangu Ken Babu ambaye namheshimu sana na pia ananiheshimu, alikuwa wa United Opposition Leader. So mi nashanga mbona why are we so obsessed with other parties? Yeah, to an extent of like now say me now sitting here and starting to mislead the public about DCP that I don't even know about. So it is good to give the DCP person to give us their their plan, their manifesto, their policies, how the party is structured, unlike when me now coming here na kwanza kusema iko hivi na sio hivi. Unaona hapo ndo tunapata tunagongana. Unaona? So hapa tukikuja hapa sasa tuanze kusema mara ODM imefanya hivi, ODM ita support siji Kalonzo 2027. Yeah. It is like reprimanding us. We are not here to be forced or maybe to be reprimanded. 2027 ikifika vile party leader alisema Dr. Buru Oginga tutaongea wakati ikifika. Kalonzo kwanza yeye pia anafaa tuambie mbona aliinvitiwa NDC pale wakati ile ODM ilikuwa ina celebrate inasherehekea hiyo NDC yao tukiwa Mombasa. Akujibu. In fact hata alirespond it is there on social media. Those are facts. Naza I can produce. So coming here to say that now there is that party that have to do what to support the other candidate. All these political parties, they are formed to be in government or to take power, yeah. And that's the only way that you can implement some of the policies as a party.
and as a people in that party. And as a ODM, bado msimamo wetu iko pale. Who knows? 2027 ikifika tunaweza kuwa na candidate wetu. Yeah. So we should not come here and start lecturing, talking about, other parties that you don't, yes, other political parties that you don't understand about. On youth's part, the same question that you had asked rafiki yangu Ken Babu. Vijana, one thing that you need to know, we cannot, we cannot sit back and expect to be, to be brought in the limelight or rather in the political parties. You have to show interest, just the same way Ken Babu was putting it. Lazima tujitokeze na uoneshe kuwa unaweza. In a political party, it's a big field, it's a big space with several roles. We have youths who are talented, multi-talented, yeah, with different skills. Unaweza ingia pale useme party gani ambao unaona due to policies and the party structure and how the party is being run, unasema hii ndio party ambao nikiingia maybe maoni yangu yanaweza timiza ama yanaweza sikizwa. Si kukaa pale nyuma, maybe tusemekani bedroom ama nyuma, because you see it's risking. Someone like Ken Babu can tell you it's risking. Yeah, unajitokeza pale, unaenda pale, in the media you talk, in the public fora, in the when there is a public function, unaenda unaongea pale, si jambo rahisi. So vijana, mimi naambia tu vijana, because we only have 1 year, and don't be shocked, tutarudi hapa Mungu akituwezesha. God forbid. Post 2027, sisi kama vijana, we really have to show that we want to make this change. Not just speaking, not just just writing on the safe spaces and doing nothing. Let us come out, because at the end of the day, we saw during 2024 finance bill, whatever the decision, the policies that are being formed, that are being made, and that is why we are here now. That back and forth and everything. So lazima tujitokeze, lazima lazima tuoneshe tunaweza. Bila kufanya hivyo itakuwa ngumu. I'm so happy about ODM. People say that ODM is an old party with old leaders. Look at what happened in Kasipul by elections. The young Gen Z was elected, nearly 25, 26 years, Boyd. Yeah, and congratulations to him. Away from Boyd Were, we also have other candidates. So tuoneshe that unaweza. Si kusema tu that ODM or maybe DCP or maybe these other political parties does not favor youths, but then we are seated backward. The only thing that needs to be changed is on the financial part, because you find that aspirants or maybe youths who are eligible or youth that can engage in the political. Saizi as we speak, saizi Kenya si rahisi kufanya siasa bila hela ama bila ile resource, because for you to coordinate, for your operations to run seamlessly and smooth, there must be that aspect of finance and just that bit of it. Sasa kama hauna inakuwa ni shida. But these other things ni excuse. Vijana tujitokeze, tuoneshe na tukue at the forefront to bring the change that we talk about. Itakuwa ngumu to bring the change while seated back at home. Yeah. Moja nzuri sana. Kipkorir. Let me speak about 4 issues, and this is in reflection to what is happening to our country. Ni swala nyeti kwamba wakati tunazungumzia masuala ya vijana, ikumbuke kwamba we are the majority, but at the same time we are the silent majority. And when we have these spaces, this moment whereby we call ourselves politically woke, but at the same time we call ourselves a digital service. Remember, the digital penetration in this country is at 27%. What does it reflect to the national level? It means that for those who have stepped forward and managed to become the frontiers of all these political engagements, and also they must take the responsibility to demystify, to bring the entire generation to par in terms of making sure that they learn from them, na pia wanajua ambayo inaendelea katika nchi yao. Because I'm sure when you go to Banisa there in Mandera or any other place like in Busia or Taita Taveta, the youth there at a local level hawawezi kuelewa what is happening at the national level unless we ourselves go with that responsibility to teach them, to make sure that wanaelewa masuala ya serikali na jinsi serikali ambavyo inavyoletwa katika utawala, na jinsi gani pia iwapo kama kuna zile issue ambazo haziendani na vile mafikirio yao wangependa ikue, pia wanaweza kujifaitia katika issue zao. So it's the responsibility of those youths whom have stepped forward. I call them the disciples of these generations, to go and spread the gospel
And the gospel should be very meticulous in terms of being deliberate and intentional in terms of making sure that we have the right ideology, we promote patriotism, the unity, the cohesion as the community of Kenya. Because for me, it's very worrying if I can tell my daughter kuna Wakamba. I should be telling her kuna Wakenya. Na ukitembea katika nchi yetu, utakutana na Wakenya wengine kutoka maeneo fulani. Na hiyo maeneo inaenda according to what the constitution says. The county of Nyeri, not Kikuyus. The county of Kirinyaga, the county of Narok. Who are dominant in Narok are Maasais. Maasais are part of our tribe. But that doesn't mean they are minimized in a way that they're identified by their tribe. So, for the youths to be very clear on this, we must understand how governance work. Na hiyo ndio njia ambayo itatufanya wote tuko werefu katika hii masuala ya userikali na jinsi ya kuendesha siasa. Now, one of the challenges that we have to accept, we can say tumesoma, but tumesoma masuala ya serikali na jinsi tunavyofaa kuendesha. Because it's until when somebody enter into political space ndio unapata kwamba kumbe kuna vitu ambavyo wewe pia itafaa uelewe ndio usijipate katika upande ambao mwenyewe kutarajia. Now that is how the political scenario in Kenya is. We cannot just be there by coincidence. We must prepare, we must marshal our plan, we must have an agenda as youths. Because I know what the young person want. Kijana yeyote hapa Kenya, swala ambaye ni ya maana sana ni kupata kazi. Kama utakuwa na kazi, utakula. Kama utakuwa na kazi, utatembea. Kama utakuwa na kazi, hata hiyo kanisa kwenda Jumapili inawezekana, uende ukaabudu. Lakini kama una kazi, hata ile nguvu ya kuamka peke yake hauna. So, kama vijana, ni sharti sisi wenyewe tuelimishane, tuende tusaidie vijana wenzetu pale kwa villages. Na pia katika hizi our political parties, we must be creative. Let's create economical hubs for ourselves, innovation hubs, so that also we can empower other communities that imekuwa left behind. And it's our collective responsibility as young people. Because I do believe this is the generation that understand what it matters when it comes to unity and the national development, and to ensure, whatever the political side that we have, we must agree on one agenda, that this country is ours. And because it's ours, we must protect it. True. And when we protect it, we owe it off to our kids. Those are my words. True. Asante sana kwa kauli hiyo. Wanjiko. Mimi ningetaka kusema na Jennifer brought up a very critical point, and it was on the IDs matter. Tuhamasishe vijana wachukue vitambulisho. Na tukiwahamasisha wachukue vitambulisho, pia kuna jambo ambalo linaendelea pale Northern Eastern. Tuliona kwenye gazeti la Standard leo, ama ilikuwa jana. There are criminal networks that are taking advantage of the decree the president gave about vetting haiendelei. Na tusisitize kwamba UDA tuko na kiongozi wao hapa, waelezee kwamba party leader wao kwamba historia kutoa vetting inaleta shida, kwa sababu now criminal networks are taking advantage of this situation, and now the Kenyan nationality is up for sale. And the people who we are selling the IDs to, we don't know who they are. How can they represent Kenya? We have Kenyans who love traveling. You can now see our passport is starting to have some issues, because even EU today has red flagged Kenya because of the money laundering, increment of money laundering in our country. So the nationality should never be up for sale. And we should get back the vetting ID process, because it is critical. We are Kenyans, and for years we've protected who Kenya is, and Kenya has always been, in fact in Africa, Kenya is an international key player. Tukiendelea kuuza nationality yetu, pia rank ya Kenya yetu inaendelea kuteremka na kudidimia. And why are we interested as young people? Because our future is affected, our today is affected. Tumeona kwamba leo kuna kampuni imefungwa ya roofing kwa sababu it says the interest or Kenya just operating a business in Kenya is very high. Unapata wanatoka wanaenda. Who is going to come back to invest in Kenya? And you know, even as we tell young people, chukueni IDs, we must register as voters, are like, but this country is not serving me. So many young people want to leave the country. If you look at people, migration today has become a very big bone of contention.
what are the labor laws? Are Kenyans protected outside there? Because Kenyans wanatoroka wanaenda huko, kwanza ukienda Qatar, ukishuka kwenye the international airport, kila mtu anaongea Kiswahili. It's just young Kenyans serving there. In fact, it's my favorite airport because nikishuka, it's young Kenyans serving there. But what are the migration laws and labor laws protecting Kenya? Are we negotiating for young Kenyans? You see, countries like South Africa, they have negotiated the minimal salary their citizens can take. Kenyans, we haven't. So young Kenyans, when they go outside, they're exploited. The minimal wage is too little, such that you've gone outside and you're barely making ends meet at the same time. So unaona, nirudi Kenya, young Kenyans even in Kenya wanateseka. So again, the president must make Kenya a business hub friendly country so that we can have opportunities for young people to get an employment, for wage, so that again they can also participate in the country, because we tell them, you know, you must mtoke mpige kura, but this country is betraying them too. So we must also put ourselves into their feet. Again, for me, is to just implore the president, make this country work for the young people. It's 75% young people, so he has a mandate to work for young people as well, even so as, because hata yeye ako kwa debe 2027. It is the only way he can be able to negotiate with young people again, to vote for him. But if he continues ignoring young people, then, and young people being angry, and he's now angry at young people, it doesn't make sense. There's no balance there at the end of the day. True. Asante sana. Asante. Mimi nikisema kwamba especially nikiongeza what she said, Wanjiko, niko na vijana wawili ambao waliweza kubenefit na huo mradi ambao serikali, mimi naitwa waridi wa miradi, napenda miradi, na kwa sababu wakati kuna miradi ni kumaanisha kuna ajira na vijana wanasaidika, na mimi siku zote natetea vijana. Na mradi wa serikali ambao unasafirisha vijana katika nchi za nje kwenda kufanya kazi, kwanza kabisa nishukuru kwa maana ule ni mradi ambao kwamba for the first time in the Kenyan government, I think is the first time ya kwamba wamechukua priority ya kwamba kuwekeza mradi ambao kwamba vijana wanaweza enda katika nchi ya ng'ambo na pengine kufanya kazi. Mimi najua vijana wawili ambao wameenda. Lakini ningependa kuchallenge mradi huu ambao unakuwa led na the CS Mutua. Na niwaambia kwamba wale vijana ambao kwamba washapelekwa, kwa maana ni 1000 of them, ya kwamba watuambie vile hali halisi ilivyo huko, ya kwamba wakuwe na mradi ambao kwamba wataweza kuhamasisha vijana ya kwamba of course hatujasikia complaints so far, lakini we want to see so far how is it, because bado wako vijana ambao kwamba wako na tashwishi na pia wako na wasiwasi ya kwamba nikienda kule je vipi itakuwa, na vile Wanjiku amesema kwamba nikuwe na sustainable, the program should be sustainable enough, and also iangaliwa kwamba wale Wakenya wako pale ya kwamba mambo yao inaangaliwa vizuri. Nikiongezea kuhusu masuala nzima ya vyama, mimi niliweza kuwania kiti ya MCA na chama cha UGM. Na UGM niliweza kuungana nao kwa maana nilipenda sana agenda zao, ambao kwamba agenda moja kuu ilikuwa ya swala nzima la tabia mbadiliko nchi, ambao they champion a lot. And mimi kwanza ni champion wa climate change, mabadiliko tabia nchi hapa nchini na pia continental. Na ndio maana niliweza kuungana na ile chama. Lakini immediately after niliweza kuzoa kura ambazo hazikutosha. Niliweza kuhama kile chama very fast, because kwanza kabisa niliingia pale nikiwa na mtazamo tofauti sana wa vyama. Very fast. Na ule mtazamo nilikuwa natarajia kwamba mimi kama kijana, wameniita wanataka niongeze that gender rule, okay sawa, I'll go for it. I did my part, I did my 40%, nikafanya marketing, branding vizuri nini nikasema hii 30% ya chama ambao kwamba ni hichi nimechagua, nimekubaliana nao, basi nitakuwa vizuri, na ile 30% pia nikafanya. Lakini matarajio yangu na pia tegemeo langu kwamba ile chama ingenisaidia aswa ile siku ya mwisho, ambao Wakenya wako na tabia mbaya sana, na ni lazima hii tabia ambao ni tabia mbaya sana ikome, kwamba siwezi kupiga kura kama hujanirambisha. Pale coast tunasema kama hujanirambisha basi sipigi kura.
hiyo ni ukiritimba wa hali ya juu. Na Wakenya, iwapo tunahitaji mabadiliko hapa nchini, iwapo tunataka Kenya nzuri, ni lazima huu ukiritimba uishi, ya kwamba ni lazima urambishwe ndio uende ukapige kura. Angalia yule kiongozi ambaye anakufaa, angalia ajenda ya chama na uchague kiongozi ambaye atakusaidia, ambao ako na ajenda ambao kwamba ni ajenda inayokuhusu. Kwa hivyo mimi nilichagua kile chama kwa maana walikuwa na ajenda ambao kama ilikuwa na news ya tabia mabadiliko nchi, na pia niliona ajenda ya vijana pale. Na ile chama kwa upande mwingine ilikuwa katika Azimio. No, ilikuwa independent. Na kwa kuwa of course na Azimio na Kenya Kwanza. Na manifesto ya Kenya Kwanza nilipoiangalia baada ya kuona kwamba hapo Januari hapo tukianza, nikaona kwamba mimi nahitaji kuondokea hichi chama kwa maana haikufikisha malengo matazamio yangu. Na nikaweza kusema kwamba nitaingia, na nikaweza kuchagua chama moja hapa nchini ambao ni chama tawala. Niliweza kuungana na kujisajili pale. Na chama tawala, the better program, the bottom up agenda ni agenda ambayo kwamba ilinivutia sana. Na as the time goes by, bado naiangalia, na kama 2027 nitaweza kudecide na pia niwaulize wananchi wangu, wananchi ambao nawapenda sana wa Lamu, iwapo tuende na chama gani, na wao ndio watani advice sana, kwa maana tutahitaji chama ambao kwamba kwanza kabisa kwangu nitaangalia ni chama ambao kwamba iko na kauli ya vijana pale ndani, iko na agenda ya vijana, iko na agenda ina embrace technology, na pia ina agenda ya maendeleo ambao na pia iko na agenda ya kuendelea mbele. Na agenda ya vijana ikiwa pale, ni kumaanisha sisi kama vijana tutaleta mtazamo mpya. Na vile Ken amesema ya kwamba ni lazima vijana tukubali ya kwamba tujihusishe, tujisajili. Vijana wengi pale nje hawana chama. Hata ukimuuliza we chama chako ni gani, sina. Lakini iwapo tunahitaji mageuzi, maendeleo na mambo yaende sawa katika Kenya hii, ni lazima tushiriki na pia tujisajili katika chama. Kwa maana pale ndio mambo yote inafanyika, pale ndio kitchen kwamba chakula kinapikiwa pale. Na iwapo hutashiriki katika chakula, kushiriki katika kupika, katika upishi, ni kumaanisha kwamba usitarajia kwamba utapata share chakula pale. Keki utakosa. Kwa hivyo let's be a work. Vijana ni lazima tushiriki katika vyama, tujiunge na vyama. Mimi 2027 nitaangalia ile chama itakuwa inanifaa kulingana na wananchi wangu wataniambia vipi, na kama iko na agenda ya vijana pale ndani, na iwapo iko na agenda ya mwananchi wa pale chini, hiyo ndio chama nitasimama nayo katika kuania kiti cha women rep pale Lamu. Na nawasi vijana wenzangu na pia wananchi wangu wakumbuke hilo. Waridi wa miradi. Ken Babu, kwa dakika mbili, manake tumebaki na dakika kama 7 hivi. Asante sana. Kwanza acha nimkaribishe dadangu kwanza kwa United Opposition. Acha kama pale. Tuko na vyama mingi sana. Kuja tuchague moja na sisi tuhakikisha kwamba mambo yako iko sawa. Unaweza chukua namba ya dadangu hapa Wanjiku. Naweza kupanga pia. Bila shaka. Angalia tuhakikisha kwamba manake tuko na agenda kubwa ya vijana. Ndugu yangu. Ken Babu, kumalizia chini ya dakika mbili, ukitoa conclusion na pia kuhusiana na National Youth Council. Mbona imechukua muda mrefu hivi, na kutakuwa na matumaini baada ya Fikirini Jacobs kuingia katika kiti hicho? Well, Fikirini Jacobs aliingia sometimes back, lakini bado tujaona kama anaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba tuko na ile uchaguzi. Mimi mwenyewe nimekuwa kipaumbele kusukuma ile uchaguzi. Na unfortunately we are dealing with a very funny system where if you are pushing, when you come strongly pushing for something, wanaanza kubrand. Mimi nilisukuma ile mambo ya uchaguzi, na tulikuwa na ndugu yangu hapa Korir, tukasukuma ile kitu vibaya sana hadi mwisho, hadi wakati wa budget fulani hapo kidogo ya 165 million. Lakini unapata sasa wale viongozi ambao wako pale ndani wakiongozwa na the CEO wanaanza kusema, kutembea kule nje wakisema ati sisi vijana tunapiga vita serikali, tunapiga vita National Youth Council, hatutaki ifanye kazi. Si hatutaki ifanye kazi, haifanyi kazi. Ingekuwa inafanya kazi hatungekuwa tunaongelea. Alifanyi chochote. Manake kama National Youth Council ilikuwa inafanya kazi, basi vijana wangeenda kwenye streets. Manake kile kitu ambacho tulikuwa tunapeleka kwenye streets na bunge pale could have been discussed
through the National Youth Council structures na ingefikia rais virahisi sana. Lakini tuko na pale moribund structures, watu tu wameketi pale, kazi ni kukunywa chai na kupiga picha. Na ukisema wanasema ati huyu kijana anapigana na sijui structure sama nini. Mimi nataka tusemezane ukweli. Kama tunataka kuokoa nchi, vijana lazima tuzungumze lugha moja. Na wale watu ambao wako National Youth Council ni vijana haswa kama sisi. Lakini sasa tofauti yao na sisi ni kwamba wao kwenye payslip wanafikiria hiyo imetosha. So wajali kama ndugu yangu Kipkorir na hao wengine tukisukuma hiyo maneno wanaona kama sisi tunataka kuwatoa kwa unga. Hapana. Hatutaki kuwatoa kwa unga. National Youth Council iko na capacity ya kuemploy up to 100 young people, lakini wako na staff 7. Hii watu 93 wako wapi? Na hiyo budget natoka ministry. Wanapeleka pesa wapi? Hizi swali tukiuliza wanaanza kuleta nduru ati babu anadanganya. Babu kama anadanganya waje waseme ukweli basi. Wakenya wajue hii ndio ukweli, hii ndio budget na hii ndio watu tunafaa tuemploy na hii ndio tumeemploy. Sasa mambo ya National Youth Council, Fikirini Jacobs is a young man. Ako na responsibility. Na siku moja history will judge him. History will judge him. He is a young fellow sitting in that office, but the youth issue are not being addressed. Siku moja atakuja hapo nje tutamuuliza, ndugu, ulikuwa pale ulifanya nini na muda wako? Na nikimalizia nataka niseme kwamba I agree with what my sister said. Many young people are making noise lakini hawako chama. We have to get into political parties. Everything in this country is political, including when and who you are going to marry. It is political. Unanipata vizuri? Juzi rais alisema watu waenda wawe, lakini sasa sisi tukioa na sisi wenyewe hatuwezi jilisha, tuko peke yetu. Sasa hii bibi kila tutakula utamlisha nini? So my young people must take politics serious and ensure that they are involved in every stage of political decision making. And that's why tunasukuma sana mambo ya public participation. So that before the government decides to make any decision, they have to consult with the people. Hii issue ya kuuza Safaricom shares tuliona juzi. Wewe uko kwenye tukizamia hiyo hatuwezi tukamaliza mambo. Wacha tumalizie. Wewe uko kwenye televisheni. Uliona mahali ambapo serikali ilikuja kauliza wananchi kwamba tunataka kuuza shares. So the government must take Kenya seriously and public participation need to be done. Sale of shares must be reversed and people be consulted. Tukimalizia kwanza Waridi, mimi naambia Waridi naona bado ni kama na yumba jajua I'm concluding. She's yet to decide where to land. Mimi namkaribisha Waridi kwenye chama kuu, chama ambayo iko na structure. Usiende mali bado pale kuna structure. ODM Women League, she's pro youth and gender issues, gender and women. So that is the right place you should be. So tukimaliza vile tu mwenzangu amesema, vijana youths, let us come out. Tuache kujificha pale home, tu vile nilikuwa nimesema. Tujitokeze. Siasa si ya mtu, na siasa si ati unakaa huko nyuma unaangalia kwenye in the side shows unangoja nini imetokea manini mzuri. So let us come out as youths. We've been talking of change, we've been talking of changing the leadership of this country. It won't be easy when talking back at home and typing when going to the state. We should have a political party that we should be part of, and that political party is ODM. That is the only party that now has a youthful and a Gen Z member of parliament. Thank you. Wanjiko. Ndio, mimi tukimalizia ningependa kuhamasisha IEBC waende pale mashinani. Tungetaka kwa vijana tu wasikuje kwa IEBC constituency office, kwa sababu ukipata areas zingine tofauti, tuseme kama Mbeere North, unapata mtu anahitaji kwenda kilomita kama 50 kufikia IEBC Commission's office. And tukiangalia our economy today, vijana hiyo pesa hawana. Kwa hivyo ni kuhamasisha IEBC waanze kutembea pale mitaani. Kwanza wakati huu vijana wamefunga shule, wako pale nyumbani, tungetaka kuona IEBC mashinani. Ndio vijana waweze kuchukua kura. Na niwahamasisha wale ambao wameshachukua ID zao na hawajaenda kuzichukua katika ofisi ya chief na nini waziende pia wachukue, kwa sababu it must be our individual responsibility to transform Kenya in 2027. Above all ni kukaribisha vijana katika DCP. DCP ni chama changa, lakini tumeonyesha ubabe wetu katika uchaguzi mdogo ambao umepita. Tuko na viongozi 3 kutoka wale 5 tulifield as candidates. Na niseme kwamba our structures are well set and we are ready. Juzi nilikuwa nina train our TOTs, vijana ambao wataenda mashinani ku prepare young candidates for 2027. Kama Livio Ken Babu alisema, we must present credible candidates so that people can come out and vote. Niseme vijana tuungane na tusupport vijana ambao wanajitokeza kupigania viti katika 2027. We must unite as one vote
and support the young people who are also running for office so that we can have credible presentation. Na kama kiongozi wa DCP wa vijana, I will look at merited candidates that will present for 2027. Karibuni sana. Kipkorir, kwa sekunde 30. Asante sana Paul for the invitation and also participating in this kind of debate with my fellow youths. I want to encourage the young people. We may disagree in many ways, but there's one big problem that if we solve and we come together, I think the voice of the youth will be very important. That is National Youth Council. Hapo ndio nafaa tukuwe na common ground. We fight for that office because that is the only agency in the government that is legitimate for the issues of youth. And for that, we must come together. Even if it means to chase those CEOs there, let's do that. I think I can agree with that. So that's now we come together. We call for the courtesy call with the PS and the CS. If they don't, we occupy that office because it's ours. It's not for anyone, it's for the youth. No. So, and for the last one, our party is conducting grassroots elections. So I'm inviting the young people to really vie for those grassroots positions and participate effectively. I'm the youth chairman. I will make sure that our voice is always become of sense in that political party. No. Asante sana, asante kwa mwaliko Ken na pia Gogo kwa mwaliko wa kuja kwa chama yenu. Kwa sasa hivi nipo UDA na nitawasikiza mpaka dakika ya mwisho. Sikiza ground. Nitasikiza ground pia ili wananchi wangu waweze kuniambia kwamba tutaenda mlengo gani. Nashukuru sana kwa hii nafasi na niseme ya kwamba imekuwa wakati mzuri na ni matumaini yangu ya kwamba vijana tutaweza kujiunga na vyama vile tu tumeongea na tumeagree, na tumaini kwamba vijana tumeagree tujiunge na vyama ili tuweze kuwa na usemi katika meza ya siasa na pia katika meza ya kitaifa, na niseme ya kwamba there is nothing for us if it's not us, so we must be work, we must be alert and tuhakikisha kwamba tunajiunga na tunajitokeza katika nafasi za kisiasa. Tusingoje nomination, kwa maana sana nomination sisi vijana huwa tunanyimwa. Kwa hivyo tusingoje hiyo, tuingie katika kinyang'anyiro, na najua kwamba wakati ni wa vijana, wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Vijana tuamke. Na la mwisho niseme ya kwamba hiyo miradi yote ambayo inafanyika kwa serikali tunaipongeza, na usemi wa NYC pia ni jambo moja pia mimi mwenyewe nimelipigania sana, na juzi nikawa na kikao na PS Fikirini na nikamuuliza vipi, mbona inachukua muda sana hii mambo na NYC, unasema election inafanyika, na akanihakikishia kwamba ni kweli election itafanyika early January, that is 2026 it happen. Lakini mimi niwaambie ilikuwa ifanyike December. Na ilikuwa ifanyike December. Kwa hivyo no, they were consolidating on some funds. Liza Jennifer, they were consolidating on some funds which wamepata and wamekuwa wamekipata partners. So wacha tuamini ya kwamba vile PS amesema ya kwamba ita happen early next year, ya kwamba ita happen, lakini iwapo by mwezi wa 3 haija happen, tutatokea kwa street. Naam, asante sana. Tuweze kuhakikisha kwamba tunatumia ile chama. Sana kwa kufikia kwenye studio za TV47. Muda umekimbia sana, zimekatika dakika 53 baada ya saa 6 kamili. Saa 7 atakuwa na kupasha taarifa za saa 7, na asanteni sana kufika kwenye studio za TV47. Bila shaka kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Mimi natamatisha mjadala huu hapa studioni. Shukrani. Thank you.